Na msikilizaji, tunafahamu ya kwamba shemeji yetu, mrembo wetu, wifi yetu ambaye ni Regina kwa hivi sasa ana wadhifa mkubwa sana. Okay? Yes, na Hamza pia alimuomba Regi amsaidie kuweza kumpata Side, na tunafahamu ya kwamba Hamza bado yupo Japan, na Regi alikuja kumpigia simu Hamza akamwambia kwamba habi Side tumeshampata. Hamza kauliza ni wapi alipo? Regi akasema kwenye majengo ya ofisi za Wizara ya Ulinzi, na Smantis ameshafika na watu wa Buffalo na kuzingira maeneo ya karibu, kwa hiyo wanasubiria tu maagizo yako. Hamza akasema usijali wife, nimekupata. Sasa baada ya hapo Hamza ndo akawa amejiandaa kwenda huko kumcheki Saidi, na sasa hatujui bado itakuwaje kwa sababu mara nyingi Saidi amekuwa akitokeza kama robot, lakini Saidi OG alikuwa yuko pembeni tu anawachora. Sasa Hamza akaona ngoja aende huko, na akaenda kuonana na Smantis, wakaingia kwenye kambi ambapo tunaamini Side yupo. Okay? Sasa amri napo ikatolewa na Wajapani kwamba timu ongezeni makini, wavamizi wameonekana katika geti kuu la kuingilia, kila mtu awe makini. Sasa Hamza akasema kwamba naona wamejiandaa sawa sawa. Aliongeva Hamza huku akimkonyeza Smantis, na Smantis mara baada ya kupokea ishara ile na yeye pia alitoa ishara kwa kuchezesha vidole. Ni ghafla tu mabomu ya kurushwa kwa mikono yalitupa kuelekea ndani ya majengo hayo. Sasa wanajeshi wa Kijapani walikuwa wako busy kuwalenga kina Hamza na wenzake, hivyo hawakuweza kuona kundi la maninja waliokuwa wamejificha nyuma yao. Kipi kitakachoendelea? Karibu sana msikilizaji, langu jina ni Lucas Lumbas na nikukaribishe tuweze kusonga mbele. Sasa kwa mlipuko ule, wanajeshi waliokuwa wamejipanga karibu na mlango wote walilipuliwa na kurushiwa mbali na presha mabomu. Eliza aliyekuwa nyuma ya Hamza alijikuta akipigwa na mshtuko mkubwa mno, huku mapigo ya moyo yakipanda kwa kiwango cha juu. Mwanzoni alikuwa na wasiwasi juu ya wingi wa wanajeshi hao, lakini sasa hakutegemea watu wa Hamza walikuwa na mabomu. Smantis akasema kwamba kwa uwezo wao huu hao wanajeshi hata kupewa bunduki wakati wa vita ni bure tu. Hamza akasema usiongee hivyo, unapaswa kujua wanajeshi wengi wa Japani hawajawahi kuingia kwenye vita moja kwa moja ukilinganisha na sisi ambao tuko tukipigana kwa miaka mingi. Hebu tuingie ndani haraka, tunapaswa kumtafuta Saidi na kumaliza hili. Basi maninja wale wa Buffalo waliongoza njia kwa spidi kuingia ndani ya majengo hayo. Hamza hakupaswa kufanya kila kitu mwenyewe, hivyo yeye alitembea mdogo mdogo mpaka sehemu ya juu yenye bendera kwenye majengo hayo, na kisha alichukua uelekeo wa kuingia ndani kwenye moja ya majengo yaliyokuwa marefu zaidi kuelekea hewani. Sasa Hamza mara baada ya kuingia ndani ya jengo hilo alizisogelea lifti, na kisha alipanda mpaka floor ya juu zaidi ya jengo hilo. Mara baada ya kutoka kwenye lifti alienda moja kwa moja kusimama kwenye ofisi ya katibu mkuu Zato Hasegawa, na maninja waliokuwa wakilinda ofisi hiyo walikuwa wameshauliwa muda mrefu na maninja wa Buffalo. Hamza alisukuma mlango wa ofisi hiyo ambao ulionekana haukufungwa kwa ndani, na mara baada ya kuingia alikaribishwa na dawati zuri la kiofisi. Nyuma ya dawati hilo kulikuwa na mwanaume aliyekuwa na nywele za grey, aliyekuwa amevalia miwani. Sio hivyo tu, kulikuwa na maofisa wengine waliokuwa wameketi kwenye masofa huku wakiwa na hali za wasiwasi machoni mwao. Hata hivyo kulikuwa na mwanaume mwenye uso wa kitanashati aliyekuwa amesimama kwenye dirisha la Kifaransa akiangalia nje, akiwa na glasi ya whisky mikononi mwake pamoja na tabasamu la uovu. Basi yule bwana aliyesimama akasema kwamba naona hatimaye umefika Lucifer. Aliongea huku akiwa na hali ya kukosa utulivu katika maneno yake. Hamza alimwangalia kwanza yule bwana wa Kijapani aliyekuwa amekaa nyuma ya dawati la ofisi, kisha akamwangalia yule mwenye muonekano wa kitanashati aliyekuwa amesimama kwenye dirisha. Hamza akasema kwamba Saidi ndio wewe sasa? Aliongea Hamza akimwangalia bwana huyo mwenye muonekano wa tofauti kabisa na Saidi halisi aliyekuwa akimfahamu. Saidi alikunywa whisky kwenye glasi ile kwa pafu kubwa, kisha akatoa tabasamu akasema kwamba kama nikisema yani mimi sie, utaweza kuniamini? Hamza akasema kwamba kama umebadili muonekano wako lazima ujipe muonekano mzuri zaidi, na hiki ndicho ninachoona kwa sasa. Afustoshe wanasayansi wengi huo ndio ugonjwa wenu wa akili.
Basi yule bwana aliyekuwa kwenye deski akasema kwamba Lucifer, mimi kama waziri wa ulinzi na kushauri usije kuthubutu kumdhuru mshauri wetu wa ulinzi wa taifa Bwana Said Adamson. Vinginevyo nitalichukulia jambo hili kama nia ya kutangaza vita na sisi. Basi Hamza alijikuta akikunja sura kidogo. Kisha akasema ya kwamba mshauri wa ulinzi wa taifa Saidi, ingawa Japani inaweza kuwa na nguvu, lakini ikawaje ukachaguliwa kuwa mshauri wa ulinzi wa taifa? Baada ya Hamza kusema hivyo, akajibiwa kwamba geniuses na psychopath ni tabia linganifu. Kwa hiyo tunaamini kwamba Mr. Said Adamson ni genius wa wakati wetu, na teknolojia yake katika masuala ya kemikali na biolojia inaweza kunufaisha wengi na kuwa na mchango mkubwa katika ulinzi wa taifa letu. Ni sasa hivi tu umeua wanajeshi wetu wengi wa Kijapani. Hata kama sisi ndio wenye makosa, lakini tumeshakulipa kwa kuweza kuua wanajeshi wetu. Kama utaendelea na mpango wako wa kutaka kumuua Mr. Saidi, basi hasira zetu tutazielekezea nchini Tanzania na tutaanzisha vita na kisiwa cha Toharani. Asa Hamza mara baada ya kusikia vile alishindwa kujizuia na kuanza kucheka. Hamza alicheka sana. Unajua alicheka Hamza? Alicheka huku sasa akimpiga Asmantis kwenye bega lake. Akasema kwamba oya, mchafu umewasikia? Eti wanasema watashambulia kisiwa chetu. Asmantis akasema, bosi, hivi kwa nini tusimuue tu? Kuendelea kuongea nini kupoteza muda? Maofisa hao wa Kijapani mara baada ya kusikia hivyo walianza kukosa utulivu. Hawakufikiri kama Hamza na watu wake hawakuwa na hofu kabisa juu yao. Na ukweli ni kwamba kuwepo kwao ndani ya ofisi hiyo sio kwa bahati mbaya. Pia kuingia kwa Hamza mpaka eneo hilo sio kwa bahati mbaya. Walichotaka ni kujadiliana naye. Sasa mbinu yao ilikuwa ni rahisi sana. Waliweka wanajeshi kadhaa ili kuwatoa kafara. Ilikuwa ni mbinu ya kuwa na mkono wa juu kwenye majadiliano. Walijua fika kwamba wanajeshi wote watakaojaribu kumzuia Hamza kuingia ndani ya majengo hayo lazima watauawa. Hivyo ilikuwa ni sawa na kuwatoa tu kafara. Lakini sasa walikuwa na hofu kuona ya kwamba Hamza si mtu wa majadiliano kabisa, na si yeye tu, vile vile watu waliokuwa wamefika nao. Sasa Hamza akasema ya kwamba kwa nini tumuue yeye tu? Si bado ana mkubwa wake ambaye ni waziri mkuu. Kama tukimuua waziri mkuu na kisha kusimika waziri mkuu mpya, si tutakuwa tumemaliza tatizo kabisa? Asmantis akasema, bosi, umeongea vizuri. Vipi nitume vijana kwenda makazi ya waziri mkuu wakamalize kazi? Sasa Hasegawa kwa sauti akasema, we subutu, unachotaka kufanya ni kutangaza vita na nchi yetu. Hamza akasema ya kwamba hebu acha makelele bwana. Nyewe watu mnaonekana kabisa ni mmeshindwa kuongoza hii nchi. Kuna watu wengi ambao wanaweza kurithi nafasi yako na wakafanya vizuri. Alafu kama kumbukumbu zangu zipo sahihi, chama chenu kimepoteza ushawishi kwa raia kwa kiasi kikubwa. Naamini kama nitaua baraza lote la mawaziri, raia wengi watanisupport kisirisiri. Aliongea Hamza na maofisa hao waliona Hamza anaongea ujinga. Sasa Hamza akasema, vipi mnadhani nashindwa? Hivyo mnathubutu vipi kusema mnataka kushambulia kisiwa changu? Yaani mnaanzaje kwanza? Hata rais wa Marekani kabla hajafanya maamuzi ya kushambulia kisiwa changu, lazima afikirie kwanza kama ana ulinzi wa kuweza kuendelea kuwa hai. Mna uhakika na jeshi lenu mtaweza kusafiri na kufika kisiwani kwangu mkiwa salama? Hamza akajibiwa kwamba, Lucifer, unachokifanya hapa ni kwenda kinyume na sheria za utawala wa kibinadamu. Uogopi kuwekewa vikwazo na baraza la Maxi? Hamza akasema, unayo yani unavyoongea hivyo unadhani ni nani kamuua rais wa baraza la Maxi? Msikilizaji, ilikuwa ni kweli. Rais wa SET alikuwa ni Sylvia White Queen, na alifia mikononi mwa Hamza, na bado hajachaguliwa rais mwingine. Hivyo ana kipi cha kuogopa? Na unachopaswa kuelewa msikilizaji ni kwamba katika ulimwengu wa giza au wa siri, SET Association ni kama Umoja wa Mataifa.
Unaosikiaga ile UN, United Nations. Sasa wenyewe hii set ndio wanasimamia mambo yote na kudumisha amani kwenye ulimwengu wa siri, na hupata support ya moja kwa moja kutoka kwa Umoja wa Mataifa na nchi kubwa duniani. Basi Hamza akasema ya kwamba kama hutaki kufa unapaswa kujibu maswali yangu, vinginevyo. Kabla Hamza hajamaliza sentensi yake, Asmantis alikuwa asharuka juu ya sofa na kupitisha kisu kwa baadhi ya maofisa wawili wa kijeshi. Damu ziliruka juu na maofisa wale walidondoka chini wakiwa hawana uhai tena. Maofisa wa wizara hiyo waliobakia walijikuta wakiogopa kiasi cha kupiga makelele kama mapepo, na haraka sana walipiga magoti chini wakiomba kuhurumiwa. Hasegawa alijikuta akitaka kudondoka nyuma ya meza yake huku jasho likimtoka. Sasa Hasegawa akaambiwa ya kwamba hii ndio michezo ya ulimwengu wa giza. Kuongea sana hakuna maana, mnaelewa? Basi Hasegawa alimeza mate mengi, kisha akatingisha kichwa akasema kwamba Lord Lucifer, nimekuelewa. Hamza airidhika, kisha alinyoosha mkono kuelekea alipo Saidi. Akasema kwamba huyu mtu hapa, hebu niambieni, ni Saidi bandia ama? Hamza aliamini kwamba kwa kuwa Saidi alikuwa akifanya kazi na serikali ya Japani, basi bwana huyo lazima atakuwa anaujua ukweli kuhusu Saidi. Hamza awamu hiyo hakutaka kufanya kosa. Alitaka kumuua Saidi halisi. Alishachoka kuua masaidi fake. Sasa Saidi akasema kwamba Hamza, kuna haja ya kuuliza, unadhani mtu mjinga kama huyo anaweza kuongea ukweli? Hasegawa akasema kwamba ni kweli, Master Lucifer, hela tunayompatia kwa ajili ya utafiti inamzuia kutengeneza maroboti ya ziada kwa ajili yake. Mili yake feki aliyotengeneza ishakufa yote. Huyu ni Saidi halisi, aliongea Hasegawa. Hamza kauliza kwamba nitajua vipi unachoongea ni kweli? Basi zato Hasegawa akasema kwamba kwa sababu tuna rekodi zote za kinachoendelea kwenye maabara yake. Hamza akasema kumbe hiyo maabara iko wapi? Hamza akajibu kwamba ipo floor ya 7 ya jengo hili, kuna maabara ya siri, naweza kukupeleka. Hamza akasema haina haja, nitaenda mwenyewe tu, maana wewe una sehemu nyingine ya kwenda. Hasegawa akasema sehemu nyingine ya kwenda wapi? Lakini kabla hata sauti yake haijamalizika na mshangao wake haujatoka, alidondosha kichwa. Kichwa kile hata baada ya kutua chini kilikuwa bado katika mshangao. Kwa ufupi, kafa na mshangao wake. Upanga wa kininja aliokuwa ameshikilia Asmantis ulikuwa na makali yasiyo ya kawaida. Haikujulikana ni saa ngapi alikuwa amesogea na kufanya shambulizi hilo. Kona ya macho ya Saidi yalicheza kidogo baada ya kuona jambo hilo. Alijua mpaka hapo wimbi limeinuka. Saidi akasema kwamba Hamza, unajua ni mkatili sana. Kama Priscilla akiona hiki unachokifanya, pengine anaweza kabisa kubadili mtazamo wake juu yako. Hamza akasema umekosea. Hata kama Priscilla akiona anachokifanya hapa, ataona nafanya kile ninachopaswa kufanya. Tezo lako unapenda sana kujikweza sana na kudharau watu. Ni kwa bahati mbaya tu mpaka leo hii huwezi kumuelewa Priscilla. Aliongea Hamza kisha akavuta pumzi na kuendelea kwa kusema kwamba vipi, unataka nikusaidie au unataka kunisaidia mimi? Basi Saidi mara baada ya kusikia kauli ile, macho yake alichanua huku chuki kubwa ikijidhihirisha. Saidi akasema kwamba mimi ni pepo, siwezi kukuruhusu kirahisi hivyo. Mara baada ya kuongea vile, Saidi pale pale alijirusha kwenye dirisha la kioo na kudondoka nalo chini ya jengo hilo. Hamza hakushangazwa na jambo hilo hata kidogo. Aliona ni maamuzi ya Saidi anayemjua. Alishia kutembea kisha akaruka kupitia dirisha hilo hilo na kutua chini pia. Mara baada ya kufika hapo na kumchunguza Saidi, uso wake haukufahamika tena kwani kichwa chake kilikuwa kimechanguka. Asmantis na Roda waliruka pia kwa kutumia mbinu zao za nishati. Hamza akasema kwamba mchafu, tafuta mafuta yoyote au pombe kali na uunguze mwili wake. Basi muda ule wakati Roda na Asmantis wakitaka kufuata maagizo hayo, ghafla tu waliweza kuona kivuli cha mtu kikitokeza kwenye mlango wa mbele wa jengo hilo. Roda alijikuta kishangaa akasema,
Haeji, aliongea Rhoda akiwa katika hali ya tahadhari. Tukumbuke Haeji ni dada wa Master Black. Basi bwana. Hamza mara baada ya kugeuka na kumuona mwanamke huyo, kwa kiasi fulani alionekana kushangaa. Hamza akasema kwamba sister, nadhani haujakuja mpaka hapa kwa ajili ya kulipa kisasi, si ndio? Haeji akasema kwamba nipo hapa kwa niaba ya mtu mwingine kukufikishia ujumbe. Hamza akasema ujumbe gani na kutoka kwa nani? Haeji akasema huna haja ya kuuliza maswali mengi juu aliyeniagiza, ila ujumbe ni kukuambia Saidi huyu ni feki. Hana nafsi. Saidi halisi tayari amekimbilia kambi za jeshi la Marekani hapa nchini. Na ameshafanya mawasiliano na jeshi la Marekani na atachukuliwa na kupelekwa nchini huko. Aliongea Haeji. Hamza alishangaa, akasema kwamba kwa nini waziri wa ulinzi ameshindwa kujua jambo hilo. Haeji akasema kwamba sio rahisi kwa kila kiongozi wa nchi hii kuelewa kila kitu. Jambo la uhakika ni kwamba Jenerali Robert wa jeshi la Marekani amevutiwa mno na teknolojia ya Saidi ya kutengeneza maroboti. Kwa hiyo wanataka kumpata Saidi na teknolojia yake kwa ajili ya kutengeneza super spies na wanajeshi wa kibiolojia. Kwa hiyo watu wa Wizara ya Ulinzi wanasikitisha muda wote, yani hawakujua kwamba wanalelea mbwa anayetakiwa na Marekani. Walikuwa wakitumika mpaka wanapatwa na mauti. Aliongea Haeji. Sasa Hamza kwa maelezo hayo machache aliweza kuelewa kinachoendelea, lakini kubwa ni kwamba kama Saidi atafanikiwa kwenda Marekani na kisha kupewa msaada 100% ya rasilimali za jeshi hilo, ingekuwa ni ngumu tena kumpata. Basi Hamza akasema kwamba thank you Sister Black, nitaharakisha kwenda huko sasa hivi. Haeji alikasirika sana kuitwa Sister Black. Basi akasema kwamba nitakuacha uondoke, ole wako niite hivyo tena. Isitoshe unapaswa kuharakisha, una dakika 10 tu za kutoka hapa mpaka kwenye kambi, vinginevyo atakuwa ameshachukuliwa na ndege ya jeshi. Hamza alijikuta akishangaa, akasema dakika 10? Hata hivyo alikuwa na uelewa wa kambi ya jeshi ilipo, kwa sababu haikuwa mara yake ya kwanza kufika Japani kwa mission maalum. Kwa namna kambi ilivyo, alijua kuwa kama atatumia usafiri wa gari basi hatoweza kufika kwa wakati, na njia pekee aliyoona inafaa ni kukimbia. Ni dakika ile ile alitokomea upande wa pili wa majengo hayo ya wizara na kuelekea upande wa kaskazini. Sasa upepo aliowacha nyuma ulimfanya Haeji kuishia kutoa macho na kutingisha mabega kwa wakati mmoja. Haeji akasema kwamba huyu mwanaharamu ni binadamu kweli huyu? Haeji alishindwa kujizuia na kuongea kwenye nafsi yake. Alikuwa amegundua muda huo wakati Hamza akipigana na Mr. Black hakuwa ametumia speed kwa kiwango hicho. Sasa wakati huo wa giza, kwa namna ambavyo alikuwa akikimbia ni kama vile alikuwa akishindana kasi na upepo. Ukweli ni kwamba hakuwahi kukimbia kwa speed hiyo hapo kabla. Hata wakati aliposhindana na Haji hakukimbia kwa uwezo wake wote. Misuli yake ilikuwa ni kama inachajiwa na mazingira na kufanya speed yake kuongezeka zaidi na zaidi. Hamza alikimbia kiasi kwamba alihisi hewa katika masikio yake imegeuka kuwa visu. Mara baada ya kupita kwenye msitu, hatimaye alikuja kutokelezea kwenye kiwanda cha kukata mbao, na baada ya kutua kwenye vumbi la mbao aliishia kutimua unga huo hewani kama vile kuna kitu kizito kimedondoka kutoka angani. Hata hivyo Hamza hakuwa na muda wa kujali ni kitu gani alikuwa akiacha nyuma. Lengo lilikuwa moja tu, kuwahi kwenye kambi kabla ya Saidi hajapaa angani. Upande wa nguvu zake ulikuwa ni kama umeanza kufikia ukomo hivi. Licha ya kwamba alikuwa na nguvu nyingi, bado alikuwa binadamu. Na katika spidi hiyo alianza kuhisi kushindwa kuvuta pumzi. Hata hivyo mara baada ya kuona mwanga wa taa wa kambi ya jeshi la Marekani, Hamza aling'ata meno yake na kama vile anapiga mbizi majini, aliongeza mbio. Sasa wakati huo ndani ya kambi ya jeshi la Marekani ilionekana helikopta ikiwa imepitia hatua za uchunguzi na sasa ilikuwa imeshawashwa. Muda huo alionekana mwanaume aliyekuwa amevalia mavazi ya kawaida mwenye muonekano wa kitanashati huku akiwa na boshori kichwani, akisogelea chopa hiyo
Mwanajeshi aliyekuwa na mavazi ya kirubani alipiga salute na kisha akasema ya kwamba Mr. Saidi, please board the plane. We'll first send you to the 7th fleet, then they will send you to the mainland. Aliongea na Saidi alitingisha kichwa kisha akasema ya kwamba tafadhali nipelekeeni shukrani zangu kwa Jenerali Robert. Ni matarajio yangu makubwa kukutana naye nchini Marekani na michakato wa makubaliano yetu kuanza mara moja. Aliongea Saidi naye akijibu kwa Kiingereza. Basi mwanajeshi ule wa cheo cha meja alitingisha kichwa na kisha akasema ya kwamba please board the plane. Aliongea kimaanisha tafadhali ingia kwenye ndege. Saidi hakupoteza muda mwingine. Haraka aliingia kwenye chopa ya kijeshi. Mara baada ya kuingia, rubani alifuatia na kisha milango ya chopa ilifungwa na hatua za kupaa zikaanza mara moja baada ya kupokea komandi kutoka ardhini. Mara baada ya kuketi kwenye chopa hiyo, Saidi alijikuta akitoa pumzi ya aweni. Alishia kugeuza uso wake na kuangalia uelekeo wa jiji la Tokyo. Kisha akatoa tabasamu la dhihaka usoni. Hata hivyo, ni muda ule ule king'ora cha kambi hiyo kilianza kulia kwa nguvu. Sauti hiyo ya king'ora ya kuumiza masikio ilimfanya Saidi kubadilika uso mara moja. Akauliza nini kimetokea? Rubani msaidizi akajibu ya kwamba ni uvamizi. Saidi alijikuta akipatwa na mshtuko na haraka akasema ya kwamba harakisha kuipaisha ndege. Ipaisha juu haraka. Saidi akaambiwa kwamba usio na wasiwasi Mr. Saidi, hapa tupo kwenye spidi ya juu, tunapaa mita 11 kwa sekunde na mvamizi hawezi kutuzuia. Wakati rubani huyo akiongea, chopa hiyo maalum kwa extraction mission ilikuwa imeshapanda hewani kwa zaidi ya mita 50. Saidi aliangalia nje na kuona chopa hiyo ilikuwa tayari imepaa angani na alijikuta akitoa pumzi ya aweni. Ni muda ule ule aliweza kuona umbo la mtu likisogea kuelekea chopa hiyo kwa kasi sana. Mara baada ya kugundua, alijikuta akitoa kicheko kikubwa huku akichungulia nje. Akasema, Hamza, umekwisha chelewa. Sasa upande wa ardhini, Hamza ndio kwanza alikuwa akifika. Hata hivyo, alikuwa amechelewa sekunde 10 kuizuia chopa hiyo kupaa. Hamza alikuwa akielewa uwezo wa Pevhawk katika kupaa kwa haraka, ambapo ni zaidi ya mita 11 kwa sekunde. Kama angetaka kukimbia kwa spidi kujaribu kuirukia, ingekuwa ni bure. Wakati huo Hamza alikuwa akimuona Saidi kwenye chopa hiyo akimcheka kama kichaa. Ni sekunde ile ile Hamza alifanya maamuzi. Hamza ajikuta kitamka neno mgawanyiko. Na mara baada ya kutamka neno hilo, ni kama vile kuna switch amebonyeza kwenye mwili wake, kwani alianza kufunikwa na mvuke wa rangi ya dhahabu, huku seli katika mwili wake zikijigawa kwa spidi ya juu mno. Ule uchovu wote uliokuwa kwenye mwili wake ulipotea na alijihisi kama amekuwa na nguvu isiyoisha. Hamza aliunguruma kama ngurumo za radi, huku spidi yake ikiongezeka mara 10 zaidi. Sekunde ile ambayo miguu yake ilitua kwenye alama ya H. Nadhani mnafahamu chopa zinapotua zinatoka kwenye alama ya H. Sasa eneo lote lilititia kwenda chini kwenye ile alama H pale. Kulikuwa na hata hali ya kuungua kwa mwili kutokana na msuguano mkali. Wanajeshi waliokuwa eneo hilo walijikuta wakishikwa na bumbwazi, yani ni kama vile walikuwa wakishuhudia kiumbe kutoka sayari nyingine. Hawakuweza hata kuelewa Hamza ametokea wapi. Walichoweza kuona ni kivuli cha mtu kikitua katika eneo lile la kutulia chopa na kisha kuruka kwenda hewani kama mshale. Ndani ya chopa ile, Saidi alitaka kudondosha jicho, huku mapigo yake ya moyo yakienda mbio mno alipomwangalia Hamza akiruka kusogelea uelekeo wa chopa hiyo. Ndani ya sekunde tu alikuwa amepanda juu kwa zaidi ya mita 80. Saidi alijikuta akipiga kelele. Uso wake ukafubaa pale pale. Lakini ni muda ule ule aliweza kushuhudia spidi ya Hamza ikianza kupungua. Alionekana kama vile alikuwa akikaribia kushika helikopta ile. Lakini ghafla tu aliachwa tena umbali kama wa mita 15. Saidi pale pale alihisi ni kama amerudi kutoka Jahannam
na kutua mbinguni. Midomo yake ilicheza kitoa tabasamu. Lakini ni muda ule ule aliweza kushuhudia Hamza akiwa mikononi mwake na silaha ndefu mno kama bunduki. Hamza alifahamu fika kwamba asingeweza kushindana na chopa hiyo. Yeye alichotaka ni kuisogelea tu kwa umbali wa mita kadhaa na kisha ingemtosheleza kuifanyia mashambulizi. Silaha ile ilirushwa kwa kasi kubwa kama rocket kuelekea chopa hiyo. Bora hata ingekuwa silaha tu, lakini ilikuwa imefanywa mkandamizo wa nguvu ya kusudi. Na matokeo yake, kila hatua ya kukata anga ilikusanya nguvu ya mbingu na ardhi na kwenda kutua kwenye moja ya mabawa ya ndege ile. Na kukatokea mlipuko. Saidi mara baada ya kuona jambo lile, alishia kuonyesha hali ya kujikatia tamaa na kutokukubali kufa. Basi hakuweza hata kujua nini kilichotokea, kwani ndege ile ilipata uharibifu mkubwa na ilishindwa kuendelea kupaa juu, ikaanza kurudi chini kwa sababu ya mlipuko. Katika kambi hiyo kiongozi mkuu wa kambi na wanajeshi wake walijikuta kama vile wako ndotoni na ghafla watamka. Walishindwa kuamini kile walichokuwa kikishuhudia machoni mwao. Ni mpaka pale helikopta hiyo ilipodondoka chini na kutokea kwa mlipuko wa pili ndipo wote waliposhtuka kutoka kwenye hali hiyo ya bumbuazi. Hamza yeye alishia kurudi chini huku akiwa amezima nguvu ile ya mgawanyiko, na kwa kitendo cha kuondoa nguvu hiyo alijikuta akianza kuhema kwa nguvu, ulimi ukiwa nje. Utumiaji wa nguvu kubwa ya mwili wake katika kiwango cha juu mno katika sekunde hizo chache ulimfanya moyo wake kuwa katika hali ya kufurukuta. Hamza alishia kupiga hatua kuelekea eneo ndege ile ilipokuwa ikiungua. Kutokana na kudondoka kwake, mwili wa Saidi ulikuwa umeharibika vibaya sana na kufa hapo hapo, bila hata neno la mwisho la kwaheri. Saidi hakutarajia kama atakuja kufa kifo kibaya namna hiyo. Hamza alishia kuvuta pumzi kubwa ya weni huku akirusha mabaki ya mwili wa Saidi ndani ya moto. Pale pale alitoa kifaa maalum anachohifadhia sigara, akachukua moja akaivuta na kuachilia moshi mwingi, kisha akageuka na kumsogelea mkuu wa kambi. Akasema kwamba mfikisheni taarifa kwa Jenerali Robert, mwambieni mtu aliyemtaka nimemuua. Asamjada yule alitingisha kichwa haraka. Kama asingemjua mtu aliyekuwa mbele yake, basi asingestahili kabisa kuwa na cheo hicho. Basi akasema kwamba as you wish Sir Lucifer. Aliongea kwa nguvu kama vile aliyekuwa mbele yake ndiye mkuu wake wa majeshi. Yaani sauti iliyotoka, sikia tu, as you wish Sir Lucifer. Basi Hamza hakuendelea kubakia hapo. Tokea fike Japan ilikuwa ni mwendo wa hikaeka. Hivyo alitaka kurudi mjini na kuingia kwenye spa na kuoga atakate. Hata hivyo hakutaka tena kukimbia kurudi mjini, badala yake alisogelea gari ya kijeshi na kuingia ndani. Wanajeshi wale walishia kumwangalia kwa macho ya tanabahi, wakimtazama Hamza akipita kwenye geti kuu la kambi hiyo na kutokomelea barabarani. Katika moja ya makazi ya kitamaduni ndani ya Tokyo, kwenye mtaa uliokuwa na utulivu mkubwa, sauti pekee iliyokuwa ikisikika ilikuwa ile ya yani ni kama kimiminika hivi kwa maji kupitia kwenye tanki lenye bomba la mwanzi. Japokuwa eneo hilo lilikuwa ni la kitamaduni, ilikuwa ni hoteli ya gharama ya juu sana ndani ya jiji la Tokyo. Ukiishi ndani ya hoteli hiyo ni kama umepewa nyumba yenye uwanja wako mwenyewe na hakuna mtu yeyote wa kukusumbua, labda tu upende kusumbuliwa. Kiasi cha pesa kwa kuishi usiku mmoja tu ndani ya eneo hilo ni ngumu kwa mtu wa kawaida kuweza kulipa. Muda huo usiku wa Mbaramwezi alionekana Haeji, aliyekuwa katika mavazi yale aliyovaa alipokutana Hamza, akiingia katika moja kati ya nyumba za hoteli hiyo. Ili kuhakikisha eneo hilo lina utulivu mwanana, hakukuwa na kengele yoyote katika nyumba hizo. Hivyo Haeji alisogea hadi mlangoni na kugonga kwa sekunde kadhaa. Mlango wa nyumba hiyo ulifunguliwa kwa namna ya kuteleza kwenda kushoto, na alionekana mwanamke aliyekuwa amevalia vazi kama la shela la rangi ya kijivu na kikoti cha hariri kilichomfunika kitovu, huku chini akiwa pia na suruali kuu yenyewe ilikuwa ni ya hariri. Yaani kwa kumwangalia tu mara moja tu, mtu huyo ungeweza kumtambua kama Muiran ambaye ni Mwajemi. Sasa akasema kwamba envoy,
Black has come to report to the Lord of Death. Aliongea Black huku sasa akiweka mkono mmoja kifuani, akitingisha kichwa kwa namna ya salamu ya heshima. Yule mwanamke mwenye shela alishia kutingisha kichwa na kisha akasema please enter, yani tafadhali ingia. Ni dakika ile ile Haji aliingia ndani ya nyumba hiyo. Alishuka ngazi taratibu, akafika mahali alipopaswa kuvua viatu vyake, kisha akakanyaga sakafu ya mbao. Basi bwana, mlango wa chumba cha ndani ulikuwa umefunguliwa, ila kwa nje kiliweza kuonekana kivuli cha mwanamke. Mwanamke huyo alionekana kuketi kwenye kiti kama kigoda, akiwa ameshikilia kitabu ambacho alikuwa akifungua ukurasa baada ya ukurasa. Haji alivuta pumzi nyingi, kisha akatuliza hisia na wasiwasi aliokuwa nao, akapiga magoti na kusujudu. Akasema kwamba mimi Haji nakubali kuwa mwenye hatia. Nimeshindwa kumtuma kwenda China na Tanzania kwa ajili ya kuua majenerali wa kijeshi. Basi mara baada ya kuongea kauli hiyo, zilipita sekunde karibu 10 kabla mwanamke aliyekuwa ndani kuongea. Sasa kwa sauti iliyojaa hekima na utu uzima, akasema kwamba umemweleza Lucifer kuhusu alipo Saidi? Haji akasema ndio. Mimi mfuasi wako nimeweza kupokea taarifa kutoka kambi ya kijeshi na kusikia kuwa ndege aliyopanda Saidi imeanguka na kulipuka na Saidi amepoteza uhai papo hapo. Basi mwanamke kwa sauti kavu akajibu ya kwamba kama ni hivyo unaweza kuondoka. Aliongea tu kwamba kama ni hivyo unaweza kuondoka. Sasa upande wa Haji alionekana kusita kidogo kabla ya kuongea tena. Akasema kwamba bwana wa kifo, kama unataka kuua hawa majenerali, mimi mtumishi wako nipo tayari kukusaidia. Yule mwanamke akasema kwamba haina maana yote kama Lucifer sio mhusika. Nilichotaka ni Lucifer kuwa na uadui na serikali hizo mbili. Unadhani mimi najali sana kuhusu vifo vya hao majenerali? Haji akajibu, Lord of Death, mimi mtumishi wako ninauelewa mdogo, ila kama ulitaka Lucifer aingie kwenye matatizo na hizi serikali, kwa nini uliniambia nimuelekeze alipo Saidi? Si ni vizuri Saidi kuwepo kumletea matatizo? Yule mwanamke anaitwa bwana wa kifo alijibu ya kwamba nani aliyekuambia nataka awe kwenye matatizo ya Saidi? Basi Haji alijikuta kichanganyikiwa. Kadri alivyozidi kufikiria swala hilo, ndivyo alivyozidi kuchanganyikiwa kwa kushindwa kuelewa. Sasa ule mwanamke huyo ndo bwana wa kifo akasema ya kwamba adui anayepaswa kukabiliana naye ni mtu mwingine, sio adui dhaifu asiye na umuhimu wote kama Saidi. Kwa hiyo haina haja ya wewe kujua mambo mengi. Haujakamilisha jambo lolote awamu hii, unapaswa kurudi mafichoni. Macho ya Haji yalishia kuchanua kwa muda kidogo, lakini hakuongea chochote zaidi. Alifurahi kwamba hakupata adhabu yote, hivyo alitoa heshima yake kwa kusujudu, kisha akaaga na kuondoka. Sasa ndani ya Pentagon USA, ni ndani ya makao makuu ya idara ya ulinzi nchini Marekani, ndani ya ofisi ya Generali Robert, sauti ilisikika pa. Robert alipasua simu aliyokuwa akiongea nayo kwenye ukuta na kuifanya isambaratike. Muonekano wa uso wake ulikuwa umeiva na kuwa mwekundu kama ini la nguruwe. Alitamani kama angekuwa na uwezo wa kuchinja watu kadhaa na kuwaua papo hapo. Sasa msaidizi wake aliuliza kwamba Generali, nini tatizo? Kuna kitu kimetokea upande wa Japani? Robert akasema Lucifer. Aliongea Robert huku akisaga meno kwa nguvu. Kisha akaendelea kwa kusema kwamba amefanikiwa kuona mipango yetu ya kumsafirisha Saidi Adamson kutoka Japani kuja hapa nchini. Amemuua Saidi sekunde kadhaa tu baada ya ndege kupaa kwenye kambi yetu. Basi msaidizi yule alionekana kushangazwa na habari hiyo na akauliza haraka kwamba hii inamaanisha Saidi amekwisha fariki? Robert akasema kwamba amefariki kwa hakika awamu hii. Hakuwa na mtaji wa kutosha wa kujitengenezea kopi nyingine. Aliongea Robert huku akishika paji lake la uso kutokana na msongo wa mawazo. Akaanza kusema kwamba nitaelezea vipi ili kwa mheshimiwa rais, tumetumia hela nyingi na rasilimali za nchi kumwandaa Saidi kwa muda mrefu, lakini ameweza kuuawa kizembe. Haikuwa rahisi kumpata mtu kama yeye ambaye ana uwezo wa kushindana na Yulia Wanyika. Tulitarajia pia kulisaidia jeshi letu ili kuweka ushindani dhidi ya Tanzania na washirika wao China. Now it is all over.
Basi yule msaidizi alionekana kulifikiria swala hilo kwa undani, na kisha wazo jingine likamgusa kichwani. Akasema kwamba vipi kuhusu ile maabara ya muda tuliomtengenezea, nayo imekwisha haribiwa? Robert akasema sijapewa taarifa juu ya hilo. Hata hivyo hiyo maabara bila Saidi ni bure tu. Tumepoteza teknolojia muhimu sana ya maroboti ya kibiolojia na ya kuhamisha kumbukumbu za kibinadamu. Msaidizi akasema lakini mimi naamini kwa namna yote ile lazima kuna rekodi za kitafiti zilizoachwa na Saidi ambazo tukizifuatilia tunaweza kuzipata. Teknolojia ya huyu Saidi ya kubadilisha mwili ina minyumbuliko kadhaa. Pengine tukizipata tunaweza kupata kitu. Robert alivuta pumzi nyingi na kuzishusha kabla ya kuongea. Akasema kwamba fine, kwa sasa kusanya wataalamu wetu na uwasambaze katika maabara zote alizofanyia kazi na maeneo yote aliyopitia. Angalia kama tunaweza kupata chochote. Basi alipomaliza kusema hivyo, msaidizi alitingisha kichwa kwa namna ya kukubaliana naye, lakini pia alitoa wazo lingine. Akasema kwamba jenerali, nadhani tukimwacha Yulia kuendelea kuwa hai na kutafasiri taarifa ndani ya FX ni swala la muda tu tutapitwa kwenye teknolojia. Isitoshe, mpaka sasa juhudi za kidiplomasia zilizowekwa na viongozi wetu pamoja na viongozi wa Kitanzania hazina mwelekeo sahihi. China wamefanikiwa kuwaweka viongozi wa Afrika karibu na watakuwa wanufaika wa kwanza wa FX. Masenari na maninja wote tuliowaajiri kwa ajili ya kumuua Yulia wamefeli. Kwa muda wa miezi 6 tumekuwa kimya dhidi ya swala zima la FX. Nadhani ni wakati mzuri wa kuchukua fursa wakati huu wakiwa wamezubaa na kutuma muuaji mwenye uwezo wa juu kumaliza Yulia pamoja na wasayansi wote wanaohusika na kutafasiri FX. Mara baada ya Robert kusikia hivyo, alishia kutoa tabasamu tu ambalo lilishindwa kutafasirika haraka. Akasema ya kwamba kutuma muuaji mwenye uwezo mkubwa, alafu usisahau wauaji namba 1 kwenye dunia hii ni kundi la Baffodil na lipo chini ya mamlaka ya Lucifer. Unataka kutuma ninja wa kawaida kwenda kujaribu kumuua Yulia? Itakuwa ni sawa tu na kuwachokoza. Afu nadhani hujazipitia hisia za kuangaliwa masaa 24 na wauaji namba 1 duniani wewe. Sasa mara baada ya kusikia maelezo hayo, msaidizi huyo alijikuta akigeuka mweupe kwa hofu. Robert akasema ya kwamba ingawa ni kweli tunaweza kumpata muuaji mzuri na kumtuma, lakini nguvu ya Lucifer kwenye ulimwengu wa giza ni kubwa mno. Haitakuwa rahisi muuaji kutoshtukia mapema. Lakini pia kama tukituma makomando wetu wa kijeshi, nao watakamatwa na jeshi la Tanzania mapema tu, na Mheshimiwa Rais hatapendezwa na hilo. Anaongea Robert kama vile akijielezea mwenyewe, na ni muda huo alionekana kukumbuka kitu. Robert akasema kwamba lakini vipi kama tukituma muuaji hatari zaidi aliyesahulika kuwa muuaji kwenye ulimwengu wa giza, akiweza kushtukiza? Yule msaidizi anaonekana kufikiria kwa sekunde kadhaa, kisha akamuelewa bosi wake anachokilenga. Msaidizi akasema, jenerali, unamaanisha kutaka kuwatumia wale watu? Robert akasema, kumbe na wewe unakumbuka alisema Robert, kisha papo hapo akachukua kifaa chake cha kuvutia shisha, akavuta moshi mwingi na kutoa nje. Akasema kwamba na uhakika bado watakuwa hawajamuona Mungu. Msaidizi akasema, lakini jenerali, si itakuwa hatari sana kuwaachia uhuru au mabazazi hao? Kipindi kile kushindana nao tulipoteza zaidi ya wanajeshi 1600. Lakini pia ndege 17 za kivita tulipoteza, vifaru 30 na meli 2 mpaka kufanikiwa kuwaweka gerezani. Kama tukiwaachia huru na kisha wakakataa kutoa ushirikiano, si wataishia kulipa kisasi? Jenerali, hii itakuwa ni sawa na kufungua Pandora's box. Anaongea msaidizi huyo na kutoa tu maelezo hayo kulimfanya jasho jingi kuanza kumchuruzika. Robert akasema kwamba lakini pia usisahau kwa nini walikuwa wakipigana na sisi. Anaongea Robert kwa sauti ya chini. Kisha akaendelea kwa kusema kwamba kama wakifahamu uwepo wa Yulia Wanyika, sisi tutakuwa maadui zao namba 2 na Yulia namba 1. Kwao mwanasayansi yoyote aina ya Yulia ni adui mkubwa zaidi ya shetani mwenyewe. Basi Robert alimaliza kusema huku msaidizi wake akitingisha kichwa kwa nguvu, akionekana kukubaliana na maneno hayo. Pale Robert alisogea na kuchukua koti lake la kijeshi, akalivaa mwilini na kisha akasema kwamba let's go, arrange a plane to the Iceland prison. Ni ndani ya eneo lililopo ndani ya mzunguko wa Arctic Circle.
Eneo hilo lilikuwa na milima barafu yaliyoonekana kama yamepanda hewani hivi. Upepo uliokuwa ukivuma eneo hilo ulikuwa ni wa kuumiza mifupa. Ndege aina ya helikopta ilionekana ikitua taratibu kwa tahadhari katika moja ya visiwa vidogo sana vilivyopo kwenye eneo hilo. Kisiwa hicho licha ya kuwa bahari, hakikuonekana kama kisiwa cha kawaida, bali kilionekana kufunikwa na barafu na hakikuwa na kiumbe hai wa aina yoyote ikiwemo miti. Ni muda huo helikopta ile ilishuka taratibu kutua katika kisiwa hicho cha barafu. Wakati huo eneo la katikati ya kisiwa ilionekana kufunguka taratibu, barafu ikivunjika vipande na kutengeneza uwazi uliokuwa na jukwaa la chuma lililokuwa na nembo ya H katikati. Helikopta ile ilishuka kwa tahadhari na kutua kwenye jukwaa hilo, kisha ikazama taratibu kwenye kina cha chini ya barafu ile. Eneo la juu lilijifunga pamoja na helikopta hiyo. Hakuna mtu yeyote ambaye angeweza kudhani kuwa eneo hilo lilionekana kama jiwe la barafu. Lilikuwa ni kisiwa kilichokuwa na gereza la siri. Gereza hilo lilikuwa limetengenezwa ndani ya bahari. Chini yake haikuwa ardhi ya kawaida, bali ni chuma kigumu cha pua ambacho hata kama bomu lingetupwa hapo lisingeweza kuharibu chuma hicho. Hata tetemeko kubwa la ardhi lisingeweza kuharibu kuta za gereza hilo. Kadri mhalifu alivyokuwa na makosa makubwa, ndivyo alivyowekwa katika ngazi za chini kabisa za gereza hilo. Hata kama mfungwa atataka kutoka eneo hilo, lazima awe na uwezo wa kuyeyusha chuma katika matabaka zaidi ya 100. Hata kama watasaidiwa kutoka, ni vigumu kwao kusafiri katika eneo hilo lenye nyuzi joto zinazokaribia na 0 kamili. Sasa muda huo mlango wa helikopta ulifunguliwa na alishuka Jenerali Robert aliyekuwa amevalia koti zito la kijeshi. Nje ya helikopta hiyo alisimama mwanaume mwenye masharubu mengi usoni. Akasalimiana na Robert. Ingawa Robert alionekana kuwa na cheo kikubwa jeshini, bwana yule mwenye masharubu hakuonesha wasiwasi wote wala hakuonesha ishara ya kumpokea kwa heshima ya kijeshi. Sasa huyo jamaa alijitambulisha ya kwamba General Robert, I'm the director of Ice Island Prison, Manet Sutherland. Ajitambulisha bwana huyo kama mkuu wa gereza la Ice Island, akifahamika kwa jina la Manet Sutherland. Robert kwa sauti ya kirafiki akasema, Colonel Sutherland, I've heard a lot about you. It's been hard on you to get this beast trap. Alisema Robert kwa sauti ya kirafiki. Sasa Kanali Manet Sutherland alikuwa ni mwanajeshi mweusi aliyepewa kazi maalum ya kuangalia gereza hilo kwa zaidi ya miaka 40. Ingawa ni wanajeshi wachache sana ndani ya jeshi la Marekani waliokuwa wanajua uwepo wake, inasemekana ni mmoja wa watu wa jeshi wanaoaminika sana na wenye mawasiliano ya moja kwa moja na rais. Kwa kifupi, Robert akitaka kuonana na rais lazima aombe miadi. Lakini kwa upande wa Manet, yeye hupiga simu moja tu, yani anapiga simu moja kwa moja na kupokelewa na rais. Ukiachana na kuwa ni mtu wa siri za juu katika mafaili ya kijeshi, pia alikuwa ni mtu wa kuheshimika kuliko hata mkuu wa jeshi ndani ya Pentagon. Uwezo wa kanali huyo kukulinda gereza hilo la wafungwa hatari zaidi kuwahi kuwepo kwenye uso wa dunia kwa zaidi ya miaka 40 bila kosa lolote ulikuwa ni ushahidi tosha wa uwezo wake. Manet alikuwa ameendelea kufanya kazi hapo kwa muda mrefu kwa sababu ilikuwa ni ngumu kumpata mwanajeshi mwingine wa kuchukua nafasi yake. Na sio hivyo tu, ilikuwa ni ngumu kumpata mwanajeshi mwenye roho ngumu zaidi kumzidi Manet. Vinginevyo, bwana huyo angepaswa kustaafu zaidi ya miaka 20 iliyopita. Sasa Manet kwa sauti nzito akasema ya kwamba ni miaka zaidi ya 40 sasa ya kazi ngumu iliyogeuka kuwa mazoea. Lakini jenerali, kwa sasa nina maumivu makali ya bega na uti wa mgongo. Kama hamtamtafuta mbadala wangu mapema, sidhani kama nitaweza kudumu mpaka awamu ya rais mwingine. Robert akajibu kwamba, Kanali, usio na wasiwasi, itakana mheshimiwa na kujadili kuhusu hili. Aliongea Robert na Manet alitingisha kichwa kuonyesha kukubaliana naye. Manet akauliza kwamba vipi, lakini upo hapa kuonana na Postman? Robert akasema, ndio, tuna mission kwa ajili ya kesho ya taifa letu. Ni matumaini yetu Postman wataikamilisha. Manet akasema, Robert, wakati wa mjumuisho wa jeshi la taifa, FBI, polisi, wasomi na maprofesa wa daraja la kwanza katika kukamata timu ya Postman, si ulikuwa bado hujawa jenerali?
Robert akasema kwamba ndio, kipindi kile nilikuwa na cheo cha umeja. Maneti akasema sasa kama ni hivyo, basi utakuwa unajua ni hatari kiasi gani kuachia huru Postman. Robert akasema nimesoma taarifa zote zilizowekwa katika kumbukumbu na majenerali waliopita. Baada ya kuona video zote, nimejihakikishia uwezo wa hawa Postman vizuri tu kwa ajili ya misheni hii. Kwa hiyo najiamini kwa 100% kuwa nitawashawishi kutumikia taifa letu. Kama watafanya kazi vizuri kwenye hii mission, basi tutawafikiria mara mbili kuhusu kutorudi hapa. Maneti akasema, General Robert, nimehudumu katika vipindi 6 vya majenerali wakuu waliopita. Wewe ni wa 7. Na niwe mwazi tu, mimi nimetokea kukubali sana. Robert akauliza kwa nini? Maneti aligeuka, kisha akapiga hatua kuelekea upande wa sakafu za chini za gereza hilo. Na bila kugeuka, akasema kwamba kwa sababu umetoa wapi ujasiri wa kutaka kukaa meza moja na kuongea biashara na shetani halisi? Robert, baada ya kusikia maneno hayo, macho yake yalijaa ukakasi. Aliweka kola ya combat yake vizuri, kisha alimfuata Maneti kuelekea kwenye selo za chini za gereza hilo. Sasa unadhani hao wafungwa wataziishi sifa wanazopewa? Vipi kuhusu yule bwana wa kifo? Siishi hapa msikilizaji, tunasonga mbele. Sasa turejee huku nchini Tanzania, ni upande wa kaskazini mwa Tanzania msikilizaji, katika viuno vya milima vilivyofunikwa na wingu la asubuhi. Eneo hili mandhari yake haichoshi kuangalia ise. Mtu anaweza kujiuliza kwa nini watu hawa wanaishi porini kiasi hicho, ila anakosa jibu. Lakini ukiwauliza wana kijiji wenyewe hawakosi jibu la kukupatia, kwa sababu kuishi kwao kijijini si kwamba hawakuwa na sababu za kuishi mjini pia. Ndio, familia kubwa kama ya mzee wanaweza kuishi mahali popote pale ndani ya nchi ya Tanzania. Nguvu yao ilikuwa ni kubwa mno kiasi kwamba wanaweza hata kuingilia masuala ya uongozi wa serikali. Hata hivyo, familia hiyo kwa miaka mingi ilikuwa na sheria yao kuu moja. Haikuwa ikiingilia masuala ya siasa kabisa, ingawa kwa namna moja ama nyingine ushawishi wao katika siasa ni mkubwa. Bado hawakuingilia. Moja ya kazi kubwa ambayo familia hii ilikuwa ikijihusisha nayo moja kwa moja ni ulinzi wa nchi. Hivyo iliwekeza nguvu zake zote katika kuhakikisha nchi inaendelea kwa salama. Na ili kuhakikisha hilo, walijitenga na siasa na kuwekeza nguvu yao katika jeshi. Ni asubuhi ndani ya mkoa wa Ziwa la utambulisho wa nchi. Katika moja ya nyumba ndogo kulionekana moshi mzito ukitoka juu ya paa, ikiashiria mahali hapo palikuwa ni jikoni. Ndani yake alionekana mwanaume aliyevalia shati la mikono mirefu na kulikunja mpaka kwenye kiwiko cha mkono, akiwa amesimama kwenye meza ya jiko, na kwa utaalamu mkubwa alionekana kuonyesha namna ya kuandaa tambi. Sasa mwanaume akasema kwamba ni mara ngapi nawaelekeza kiwango cha maji kisizidi usawa wa 2:1, na maji ya moto ndio atumike pamoja na chumvi kiasi. Ukifuata maelekezo yangu kwa makini, tambi itakayotoka jikoni ukitafuna inayafanya meno yako kutaka kutafuna zaidi kwa utamu. Aliongea mwanamume huyo akitoa maelezo kwa wanafunzi wa masuala ya upishi waliokuwa kijijini hapo kwa ajili ya kuchukua mbinu kadhaa za mapishi kutoka kwa mtaalamu wa madikodiko. Na inasemekana kila mwaka mzee huyo hupokea wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali nchini kwa ajili ya kuwafundisha namna nzuri ya kupika. Sasa kwa jinsi alivyokuwa serious katika kuelekeza, inadhihirisha ni kwa kiasi gani alikuwa mtu ambaye alijali chakula kitamu. Kiongozi wa wapishi hao alijikuta akifuta jasho na kutoa tabasamu la kuomba radhi. Akasema ya kwamba chifu, tafadhali tusamee, tutakuwa makini kuanzia sasa. Yule mwanaume akasema sio mtakuwa makini, hii ni mara ya pili nawaelekeza, na nitawaelekeza kwa mara ya mwisho. Mnapaswa kukumbuka kila ninachosema. Unapaswa kukumbuka kwanza hatua kabla ya kuwa makini. Anaongea mwanaume yule huku akianza kutoa maelekezo upya ya namna ya uandaji wa tambi. Sasa wapishi wale walikuwa makini mno kumsikiliza, huku wakiwa na notebook zao wakichukua maelezo. Ni muda huo huo mtumishi wa nyumba alifika na kuongea kwa maneno ya heshima. Akasema kwamba master, madam na mwanae Herman wamefika. Hali ya Herman inaonekana kutokuwa nzuri, kwani vituo vya nishati mwilini mwake vimeharibika na kumpelekea kupoteza uwezo wake, na madam yupo analia tu.
Mara baada ya wapishi wa familia hiyo kusikia kauli hiyo, walijikuta sura zao zikifubaa. Waliona jambo hilo ni zito mno na kujiuliza, nani ana uthubutu wa kumfanya hivyo Herman? Herman wa familia mzee nani? Hata hivyo, mwanaume yule baada ya kusikia taarifa hiyo hakuonekana kujali sana, na alisema ya kwamba waambie kwa sasa nina kazi na wasubiri nimalize. Basi yule mtumishi mara baada ya kusikia hivyo hakuongea zaidi na kutoka nje. Hata hivyo, ni muda ule ule Rehema na Herman waliingia mpaka jikoni na mama yake kuanza kulia. Akasema, baba, tafadhali msaidie mwanangu Herman kupata haki yake tafadhali. Mjukuu wako wa pekee, uwezo wake wa kinishati umeharibiwa na jambazi. Mume wangu amekataa kumsaidia Herman. Baba, wewe pekee ndio tumaini letu la mwisho, tafadhali naomba utusaidie mimi na mwanangu. Aliongea Rehema kama vile amefiwa, akiwa amemshika mkono Herman ndani ya jiko hilo. Upande wa Herman alikuwa amejificha nyuma ya mgongo wa mama yake, akikosa ujasiri wa kumwangalia babu yake. Sasa yule mtumishi akiwa na hofu usoni akasema kwamba, master, nimeshindwa kuwazuia. Aliongea mtumishi akiwa sasa na hofu kwa sababu alitakiwa wazuie, yani awaambie kwamba wasubiri mpaka amalize kazi zake. Hata hivyo, yule mwanaume aliyeitwa master alishia kuinua mkono wake akimpa ishara asiwe na wasiwasi. Alisogelea sinki la eneo hilo la jikoni, kisha akaosha mikono yake na kutoa maelekezo ya mwisho kwa wapishi kuhusu maandalizi ya tambi. Mara baada ya kuhakikisha wameelewa, ndipo akawaangalia Herman na mama yake. Upande wa wapishi walionekana kushangaa na kujiuliza, si alipaswa kwanza kipaumbele chake kumwangalia mjukuu wake? Kwa nini huyu mzee anajali sana kuhusu chakula? Basi mara baada ya kuondoa apron mwilini mwake, aliwapa ishara Rehema na mwanae watoke nje ili apate kuwasikiliza. Basi bwana, mara baada ya kufika kwenye nyumba yenye chumba kilichoonekana kama ofisi yake, alivuta birika na kumimina kimiminika cha rangi ya kijani kwenye kikombe. Sasa mzee yule akasema ya kwamba kama mna kiu niwamiminie maji ya mzugwa haya. Nimeatoa mbali huko porini na ni mazuri kwa ajili ya afya ya tumbo. Aliongea mzee yule huku bila kujali uchungu wa maji yale akinywa kidogo. Rehema hakuthubutu kutaka aina hiyo ya kinywaji. Alikuwa akijua namna vinywaji vya baba mkwe wake vilivyo na uchungu wa kupitiliza. Rehema akasema kwamba, baba, wewe endelea tu, mimi sina kiu. Herman akasema, asante babu, mimi pia sina kiu. Mara baada ya kuona hawataki kunywa dawa yake ya mzugwa, mzee huyo hakujali na aliendelea kuburudika huku akikaa kwenye kiti chake akichezesha ulimi tu, akionekana kuburudika kabisa. Sasa mzee akasema kwamba, Herman, sogea karibu nikuchunguze. Herman alikuwa na uso mchungu na alikuwa na hofu mno alipokuwa akisogea kuelekea kwa babu yake. Mzee akasema kwamba, unaogopa nini wewe? Hebu sogea haraka bwana. Aliongea na kumfanya Herman kusogea kwa haraka. Msikilizaji, ukweli ni kwamba licha ya kuishi kwa muda mrefu na babu yake, hakuwahi kupata nafasi ya kukaa chini na kuongea naye. Afistoshe, alikuwa akimwogopa mzee huyo kutokana na si tu kuwa jemadari, bali pia kwa umri wake mkubwa. Mzee huyo hakuwahi kuonekana akikasirika kiasi cha kutaka kupiga mtu. Alionekana kuwa mpole mno, lakini ndio hivyo, umri wake wa miaka mingi hupelekea mtu yeyote kumhofia. Jemadari alishika kiganja cha mkono wa Herman kisha akaanza kumpima. Akasema kwamba, naona kweli kageuzo kilema wa nishati bwana. Sio kituo kimoja tu, lakini uwezo wake wote wa nishati umeondoka. Kama utajifunza upya itachukua angalau miaka 10 mbeleni kurudisha uhai wa vituo vyako. Basi baada ya mzee kuongea, Rehema akasema, baba, hakikisha unamlipia Herman kisasi. Jambazi aliyemuumiza anaitwa Hamza mzee. Ni ukatili wa hali ya juu sana aliofanya kwa mwanangu kwa kuharibu nguvu zake alizojifunza tokea akiwa mdogo. Babu akasema ya kwamba, kwa hiyo unamaanisha unataka nimsaidie Herman kumuua huyo Hamza? Rehema akasema, baba, najua kukuambia kufanya hivi kutaathiri heshima na hadhi yako, lakini Musiba hataki kumsaidia mwanawe. Na ndio maana nimechukua ujasiri huu kuja mpaka kwako kukuomba msaada. Aliongea Rehema kwa unyenyekevu huku akionyesha kabisa anataka kulia. Wakati mzee huyo akisikiliza, alijimiminia chai yake ya mzugwa kwa mara nyingine. Kisha alimnyoshia Herman kikombe akimwashiria kama anataka kunywa. Herman haraka haraka alitingisha kichwa kwamba hataki.
alionekana hawezi kuthubutu kunywa kinywaji alichomiminiwa na jemadari. Jemadari hakujali sana. Alinywa supu yote na kushusha kikombe chini. Akasema kwamba anataka kwanza kujua imekuwaje mpaka huyu bwana anayeitwa Hamza akaamua kumtia ulemavu Herman. Sababu ni ipi? Mara baada ya kuulizwa swali hilo, uso wa Rehema ulijikunja kwa wasiwasi. Upande wa Herman alionekana ukakamaa. Sasa Rehema akasema ya kwamba ni kweli Herman alifanya kosa, lakini yule Hamza hakutaka hata kumpa nafasi Herman kujielezea au kuomba msamaha, akachukua jukumu la kumuumiza mara moja. Herman jasho lilikuwa likimtoka kwa kasi. Ukweli ni kwamba hakuona ni jambo sahihi kumuomba babu yake msaada, kwa sababu angekuwa analazimika kusema kuwa alitaka kumuingilia Fiona kimwili wakati akiwa anafahamu. Sasa hapo utaanzaje kujielezea kwa babu? Sasa jemadari akasema kwamba kwa hiyo hicho ndicho kilichotokea. Aliongea akionekana hakuwa na nia ya kuuliza maelezo ya kina. Rehema akasema ndio hivyo. Sasa babu akasema kwamba hebu niambieni, huyu bwana anayeitwa Hamza ana umri gani? Rehema mara baada ya kuulizwa swali hilo alionekana kutokuelewa mawazo ya mzee huyo. Basi Rehema akasema kwamba anaonekana kuwa katika umri sawa na wa Herman, kama wanapishana ni kidogo sana. Jemadari akasema kumbe analingana na Herman. Anaongea jemadari huku akitoa kicheko kikubwa, ikiwashangaza Rehema na mwanae. Kivipi jibu lake linachekesha. Herman kuona vile haraka sana alifubana kupiga magoti sakafuni. Akasema babu, mimi ni mjukuu wako, sina ujuzi wa kutosha. Nimewatia aibu wewe na familia nzima, tafadhali naomba unisamehe. Mzee huyo aliendelea kucheka huku akimsaidia Herman kusimama. Mzee akasema kwamba aibu gani unayozungumzia wakati si mimi niliyekwisha kufanywa kilema? Haina haja ya kuongea hivyo bwana mdogo. Mwili wa Herman wote ulikuwa umejaa moto. Alitamani ghafla atoweke mbele ya babu yake. Jemadari alishia kusimama, kisha akasogelea mlango na kuangalia uelekeo wa angani. Kisha akasema kwamba Rehema na Herman, mimi siwezi kumuua huyo Hamza, kwa sababu hata kama nikimuua lazima watajitokeza watu wengine na kumfanya Herman tena kuwa kilema. Kama kweli unataka kulinda ulicho nacho, unapaswa kujitegemea mwenyewe. Nina umri wa miaka 500 tayari, hivyo sidhani kama nitaendelea kuwalinda maisha yangu yote. Rehema akasema baba, lakini Herman amepoteza uwezo wake wote. Hata kama akijifunza upya sidhani kama ataweza kurudi katika uwezo wake wa awali. Kwa njia hiyo, sitapaswa kusubiri zaidi ya miaka 20 mingine mpaka kuja kulipa kisasi. Anaongea Rehema. Jemadari aligeuza kichwa chake na kisha huku akicheka akasema kwamba ni kweli. Kama atatumia mbinu za kawaida itamchukua miaka mingi, lakini siku zote mafunzo yana njia za mkato. Herman alichopoteza ni uwezo wake wa nishati, lakini sio kama amesahau namna ya kujifunza. Kama nitatafuta njia ya kuponyesha vituo vyake vya nishati na kila kitu kikawa sawa, anaweza kurudi katika uwezo wake ndani ya mwezi tu. Aliongea jemadari. Wote walionekana kushangana kujiuliza, mwezi mmoja tu Herman anaweza kujifunza na kurudi katika uwezo wake wa umakinifu ndani ya mwezi mmoja tu? Basi bwana, walijikuta yeye na mwanae wakishindwa kujizuia kupatwa na hali ya tumaini. Kama angekuwa mtu mwingine aliyetamka maneno hayo, wasingeamini. Lakini kwa sababu ni jemadari wa vita, lazima kweli kutakuwa na njia ya kumsaidia Herman kurudisha nguvu zake. Basi Herman kwa hamasa akasema kwamba babu, kipi napaswa kufanya? Mimi mjukuu wako nitasikiliza maelekezo yako yote. Jemadari akasema kwamba usiwe na haraka ya kujua mbinu za kuvuna nishati kabla ya kujiandaa. Ngoja kwanza nikuulize swali. Wewe na huyo Hamza mna umri sawa na pia majina yenu ya ukoo yanafanana. Kimantiki damu yangu ni asili ya damu yako, hivyo ni sahihi kusema una vigezo vya juu vya mafunzo. Sasa hebu niambie, kama wewe unavyo vigezo vyote, imeshindikana vipi akakupiga? Unajua sababu yoyote ya yeye kuwa juu kuliko wewe? Herman mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akiwa katika hali ya kushangaa. Upande wa Rehema alionekana kukataa kukubali kauli hiyo. Akasema baba, yule Hamza lazima anatumia mbinu za kichawi, ndio maana anaonekana kuwa na uwezo. Mzee yule mara baada ya kusikia kauli hiyo
Ni kama ilikuwa ni kichekesho cha mwaka, kwani alicheka kwa sauti kubwa sana. Akasema, hivi ni ipi ni njia nzuri na ipi ni njia mbaya? Hilo alijalishi bwana. Mafunzo ya nishati yana njia zaidi ya 3,000 na kila njia kama itakupa matokeo mazuri, basi haina maana ya kuhoji kama ni njia nzuri au mbaya. Watu dhaifu kwenye mafunzo ya nishati ndio wanaona watu wenye nguvu wanatumia nguvu za kichawi kufikia mafanikio walionayo. Katika safari ya kuvuna nishati au kujifunza mbinu yoyote nje ya kuvuna nishati, nguvu ndio huamua kila kitu. Hizi kauli za kusema huyu sijui ni mtenda mabaya na yule ni mtenda mazuri ni kwa ajili ya watu dhaifu tu. Au mnadhani siku zote mtu akiwa mwema anaweza kumshinda mwovu? Si upuzi huo bwana. Herman akasema, babu, sijakuelewa, tafadhali nielekeze vizuri. Muda huo Herman alikuwa bado yupo chini kapiga magoti. Mzee akasema kwamba, Herman, hivi unajua kwa nini ulivyokuwa mdogo nilikuhimiza kusoma zaidi vitabu vya historia? Mzee aliuliza, lakini Herman hakuonekana kukosa jibu. Yaani hakuonekana kupata jibu. Mzee akasema kwamba kwa sababu historia haipo kwa ajili ya kuonyesha maisha yalivyokuwako, bali historia ni mwongozo wa maisha tunayoyaendea. Tokea ukiwa mdogo, mawazo yako yote yamekuwa ukijiambia kuwa wewe ni mtoto wa pekee wa familia mzee, na unachopaswa kufanya ni kuvuna nishati na kuwa na uwezo mkubwa. Unajua Abraham Lincoln ni kauli gani alishawahi kuongea? Alisema hivi, hatua zangu ni za taratibu, lakini nikipiga hatua siwezi kurudi nyuma. Lincoln ni mmoja wa watu waliozaliwa katika umaskini na kukuliwa katika umaskini, akadharauliwa na watu bwana, hata kukatiwa tamaa. Lakini licha hayo aliweza kuweka juhudi za kujifunza na hata kuja kufanya mambo makubwa. Sasa kama mtu kama Lincoln angezaliwa na kupewa kila kitu, unadhani angekuwa na njaa aliyokuwa nayo? Tofauti yako wewe na huyo Hamza ni rahisi sana. Wewe umeishi maisha yako yote kivulini, ukijua ukiwa na njaa uende wapi kula. Lakini Hamza alisimama jino kwa jino na ukucha kwa ukucha kwa ajili tu ya kuendelea kuishi. Anajua njaa yule Hamza. Anajua madhila yule Hamza. Anajua kukata tamaa kulivyo. Anajua majonzi na mengineyo. Ndio maana ana nguvu. Kama kweli unataka kumshinda, lazima uwe tayari kupoteza kila kitu, kupitia yale aliyoyapitia, kuvumilia yale aliyovumilia. Kama upo tayari kulipa gharama, huwezi kumfikia kamwe Hamza. Na baada ya kusikia hivyo, Herman alishindwa kujizuia. Alihisi damu yake ikichemka huku utosi wa kichwa chake ukishikwa na ganzi. Aling'ata meno yake kwa nguvu, kisha akasema kwamba, babu, nipo tayari kuteseka. Tafadhali niambie namna gani naweza kumuua Hamza. Jemadari mara baada ya kusikia kauli hiyo, alijikuta akitoa tabasamu lisiloelezeka. Kisha akasema kwamba usiwe na wasiwasi. Baada ya kupakuliwa tambi zangu na kula na kushiba, nitakufundisha. Basi Rehema aliyekuwa pembeni alijikuta akihisi uzito kwenye moyo wake. Hata hivyo hakuwa na uthubutu wa kupinga mpango wa jemadari. Sasa upande wa Japani bwana, mara baada ya mapambano ya usiku mzima, siku iliyofuata bwana, kila kitu kilikuwa shwari. Hakuna lolote lilotokea. Serikali ya Japan haikuthubutu kutafuta ugomvi na Hamza, na walikuwa busy tu kuziba mapengo ya viongozi waliopoteza uhai. Eliza asubuhi hiyo alipaswa kwenda katika ofisi za tawi la kampuni yao kwa ajili ya kuhudhuria kikao na wafanyakazi. Hivyo walihitajika kuwepo hapo Japani kwa angalau siku 2 au 3. Hamza upande wake hakuwa na haraka ya kurudi da. Alitaka kuendelea kuisapoti kampuni ya Eliza mpaka muda wa ratiba zake zote kuisha. Hata hivyo Hamza hakutegemea kumuona Eliza akiwa busy usiku wote pamoja na Roda. Hali hiyo ilimsababishia Hamza kuwa mpweke. Hivyo ukiachana na kula na kunywa, alijiweka busy pia kuendelea kusoma taarifa za Earth Axis na kuchukua mazoezi ya hapa na pale. Ni muda Hamza akiwa ndani ya kisima cha maji ya chemchem karibu na chumba chake kwenye hoteli hiyo ya kitamaduni ya hadhi ya juu, ghafla alisikia sauti kimuita bosi. Ghafla mtu mmoja alifungua mlango na kuingia mahali alipokuwepo. Alikuwa ni mwanaume mwenye nywele za rangi ya kahawia aliyevalia kinadhifu mno, huku akiwa na uso uliojaa ucheshi. Akisema kwamba tayari umeshafika, kumbe unajua kuharakisha mambo sio poa. Mwanaume huyo wa kizungu aliyefika hapo hakuwa mwingine bali ni Barry. Nadhani namkumbuka Barry, kijana wa raha zake bwana. Mkopaji sugu. Anakukopa na anakopa tena. So mara baada ya kuona swimming pool hiyo, haraka alitoa mavazi yake na kisha akajitumbukiza kwenye chemchemi hiyo ya maji ya moto, akisogea kuelekea alipo Hamza.
Beri akasema kwamba bosi, eneo la kifahari kama hili inakuaje unaogelea ukiwa peke yako bosi? Pangefaa sana hapa kama kungekuwa na watoto wazuri wa Kijapani. Hamza alishia kumsukuma Beri kwenye paji la uso. Hamza akasema kwamba mwache kuongea ujinga bwana. Vipi? Umepata nilichokuambia utafute? Beri akasema bosi, ni lini mimi nikakuangusha kwenye kazi unanipatia bosi? Mara baada tu ya kupata nilianza safari ya kuja hapa. Mzigo wenyewe huu hapa. Aliongea Beri huku akitoa kiboksi kilichokuwa kwenye mfuko wa suruali yake aliyovaa. Hamza mara baada ya kuchukua kiboksi kile, alikifungua na mara baada ya kuona kilichopo ndani, alishia kutingisha kichwa kwa namna ya kuridhika. Hamza akasema kwamba sio mbaya, kazi nzuri kijana wangu. Aliongea Hamza huku akitoa pete fulani kwenye kiboksi na kuikagua kwa umakini. Sasa Beri akasema kwamba bosi, unapanga kumchumbia shemeji nini? Lakini stari mlishafunga ndoa. Hamza akasema kwamba wewe huna haja ya kuuliza maswali mengi bwana. Kwani nikifunga ndoa ndio usiruhusiwi kumpa mke wangu pete? Aliongea Hamza huku akichukua pakiti ya sigara kwenye ukingo wa swimming pool hiyo na kuvuta moshi. Sasa Beri akasema kwamba sema bosi, hizo sigara hivi umetoa wapi? Naona ubora wake ni wa chini mno na haziendani na hadhi yako. Aliongea Beri. Beri mwenyewe alikuwa ni mvutaji wa sigara, hivyo harufu ya moshi pekee tu ilimsaidia kubaini aina ya sigara hizo. Hamza akasema kwamba mwaka ule wakati ukiwa umezama kwenye barafu nchini Ireland, nilikupa sigara ya kusokota mwenyewe. Mbona hukujali? Kwa hiyo siku hizi unajali sana sigara unazovuta, si ndio? Beri akacheka akasema, muda ubadilika bosi. Unajua kipindi kile na sasa ni tofauti kabisa bosi. Tumepambana sana mpaka kufikia hapa tulipo. Kwa hiyo mimi sidhani kama ni dhambi kula matunda ya jasho letu bwana. Hamza akasema kwamba natumia sigara ya aina hii kwa sababu inanikumbusha nilikotoka. Aliongea Hamza huku akipiga sigara ili kudondosha majivu. Sasa Beri akasema kwamba bosi, unajua hii sehemu imepooza sana bosi. Unaonaje mimi nikifanya mpango wa kuleta warembo kadhaa? Kuna mama mmoja pale nafahamiana naye bwana hapa Japani. I say yuko vizuri kwenye kutafuta warembo bosi. Yaani si mmoja tu bosi. Hapa mbona panageuka paradiso hapa bosi? Beri, mpunguza mawazo ise. Tayari umri wako ni mkubwa sana, hata kunizidi. Tafuta mwanamke mmoja unayempenda, muoe. Au kama huridhiki, tafuta hata watatu. Kaa chini, tulia, anza kutengeneza familia. Muda hauna msamaha. Bosi, kwa hiyo bosi unanishauri na mimi nioe bosi? Sasa sielewi unachoshangaa hapo ni nini. Mwanzoni hata mimi niliona hakuna umuhimu wowote wa kuishi na mwanamke kwa sababu mapenzi yamejaa usaliti. Hata hivyo mara baada ya kukutana na shemeji yako, nilikuja kutambua mwanamke ambaye una muunganiko naye kihisia ana thamani kubwa sana kuliko hawa wa kukodi. Unajua bosi, unajua tatizo mimi nimeshazoea kutokukaa sehemu moja bosi. Familia ni wajibu na mimi sina ni kama bosi utaki kuita wanawake ni heri bwana mimi tu nikatafuta hoteli peke yangu nile bata bosi. Beri hakuwa hata na muda wa kuendelea kubaki hapo ndani kusikiliza mashairi ya Hamza, usia wa Hamza. Kwani pale alisimama na kisha alijifuta na kuvaa nguo zake na kisha akaaga huyo akasepa. Anaanza kuletewa habari za kuoa. Basi Hamza alishia kuvuta pumzi tu za masikitiko. Akasema, huyo kijana huyo. Akijua kabisa haina maana ya kumshawishi Beri kufuata nyayo zake. Hata hivyo alimkubali Beri kwa sababu akimpa kazi Beri alikuwa akifanya pasavyo. Sasa muda mchache baadaye alionekana Eliza akirudi kutoka kazini. Mara tu mwanamke huyo alipofika, alivua viatu vyake na koti la suti. Baada hapo akasema kwamba habi, bora tu nisiishi hapa Japan, kufanya kazi ndani ya nchi kuna chosha mno ise. Aliongea Eliza ambaye akili yake ilikuwa imechoka kiasi cha kutaka kudondoka. Hamza kauliza nini tatizo, kwani kazi hazijaenda vizuri? Eliza akasema kazi imeenda vizuri, 70% ya wafanyakazi walioacha wamerudi, lakini sasa watu wa Japani bwana yaani kuna mambo madogo mno wanataka uyakamilishe na imenichosha sana. Aliongea Eliza kusasa akijilaza kwenye godoro. Hamza mara baada ya kuona hivyo alishia kutoka kwenye maji na kisha akarudi ndani ya chumba na kukaa pembeni ya mwanamke huyo. Eliza alishia kumtolea macho tu mara baada ya kugeuka na kuona Hamza akaachia mambo yote wazi. Eliza akasema kwamba habi, unafanya nini sasa? Si ujistiri jamani atakuwa taulo. Hamza akasema bebelezi, kwa hivi ulivyochoka inabidi kesho nikupeleke kwenye moja ya tempo kubwa urudishe nguvu. Aliongea Hamza bila kujali huku akimshika mrembo huyo mashavu yake
Eliza kusikia hivyo alijikuta akichangamka, akasema kwamba itakuwa vizuri sana. Unajua nimetembea sehemu nyingi ila sijawahi kuingia kwenye matempo. Hamza akasema ndio. Hilo ni swala la kesho. Ila usiku wa leo lazima tucheze vizuri, sawa? Ngoja kwanza nikusaidie kuvua nguo zako ili uoge kwanza. Eliza mara baada ya kuona vile, alijua kinachokwenda kutokea ni kitu fulani. Na aliongea kwa aibu akasema kwamba usio hivyo bwana, unajua usio muda mzuri eti. Hamza akasema kwa nini? Au upo kwenye mwezi? Eliza akasema hamna, ni kwa sababu tu ni baadaye kidogo napaswa kutoka. Meneja wa tawi amenialika kwenda kujumuika na wafanyakazi wote kwa ajili ya chakula cha usiku na vinywaji. Hamza akasema chakula cha usiku tena? Haya vipi kuhusu mimi sasa? Anaongea Hamza. Muda huu alitaka kuingia na mrembo huyo kwenye chemchemi hiyo ya maji ya moto na kuburudika. Sasa Liz akasema kwamba mimi sitaki kwenda, ila wafanyakazi walitishia usalama wao, hivyo kurudi kwao ni kwa sababu wameamini maneno yetu. Kwa hiyo kukaa nao meza moja kwa ajili ya chakula ni kwa ajili tu ya kujenga ukaribu na kutuamini zaidi. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alishakukubali, akasema basi sawa, ila siwezi kukuacha uende mwenyewe kukutana na wanaume wasioeleweka, hivyo mimi pia nitajumuika. Eliza kusikia hivyo, furaha ilimjia na pale pale alishika shingo ya Hamza na kutabasamu. Eliza akasema kwamba Habi, ndio maana mimi nakupenda. Nilikuwa na wasiwasi kukuomba kunisindikiza, ila usio na wasiwasi. Kuna wafanyakazi wa kike hapa. Hamza hakujali sana kwa sababu kubakia mwenyewe hotelini hapo kulishamchosha. Akaona bora aondoke na Eliza. Hivyo mara baada ya Eliza kutulia kwa nusu saa hivi, meneja Mchome alifika mwenyewe kwa ajili ya kuondoka na Eliza. Hamza naye alijiandaa. Kisha wakaingia kwenye gari ya meneja na kwenda maeneo ya burudani ndani ya jiji la Tokyo. Jiji la Tokyo lilikuwa na utofauti mkubwa kati ya mchana na usiku. Mchana watu wengi walikuwa ndani ya maofisi wakiwa bize na kufanya mitaa ionekane tulivu. Lakini usiku ndugu yangu, wanaoishi Tokyo nadhani wanaelewa sana. Watu walikuwa wengi mno na kufanya jiji kuwa na uchangamfu mkubwa. Sasa saa 5 za usiku ndio muda ambao Hamza na Eliza waliweza kurudi hotelini baada ya kuburudika usiku mzima kwa kufurahia show pamoja na kufanya shopping ya nguvu ndani ya eneo maarufu la Ginza katika jiji hilo la Tokyo. Roda ambaye alikuwa ameenda kushughulika na masuala yake binafsi ndani ya jiji hilo, alionekana kasharudi muda mrefu tu wakati Hamza na Eliza waliporudi. Sasa Roda akasema kwamba bro, mlienda kutembelea maeneo gani? Tokyo usiku club zao zimechangamka mno. Anaongea Roda aliyekuwa akitokea kwenye chumba chake. Liz akasema kwamba wala hata tukwenda kujirusha sana klabu. Nilikuwa na wafanyakazi wa kampuni ili angalau kuongeza ufanisi kazini kwa kuzoeana. Aliongea Liz na Roda alishia kutabasamu tu, lakini kwa wakati mmoja macho yake yalikuwa kwenye mifuko ambayo Eliza alikuwa amebeba, yote ikiwa na machate ya kampuni kubwa. Roda akasema, kumbe mlienda na shopping pia. Hamjanunulia chochote? Hamza alitoa mmoja wa mifuko aliyokuwa ameshikilia, kisha akatoa kofia na kumwekea Roda kichwani. Hamza akasema hii ndio zawadi yako. Roda akasema I say bro, wewe ni mbairi sana. Kwa hiyo umenunulia kofia tu? Hamza akasema kwamba kofia maarufu sana hiyo Roda. Alafu kwa ninja kama wewe, mambo kama perfume, vito na saa nadhani havina maana sana kwako. Hata kama utanunua, hutumii. Roda akasema kwamba umeongea ukweli, mimi si mwanamke wa kawaida kama Sister Liz. Kwa hiyo hii kofia inanitosha. Anaongea Roda huku akibetua midomo. Hamza akasema kwamba hebu muone vile. Kwa mamilioni ya dola uliokusanya kwa kuua watu, ni sahihi kukuita tajiri mdogo? Unadhani ni sahihi kujilinganisha na Liz? Anaongea Hamza. Roda akasema lakini bro, kuna tofauti kati ya kupewa na kununua mwenyewe, hasa zawadi ikitoka kwako. Ila haina shida bana, hata mimi pia nimewaandalia zawadi. Liz akasema kwamba zawadi gani umetuandalia? Si ulisema kwamba unarudi sehemu ulikozaliwa? Aliuliza Liz akiwa na shauku. Sasa Roda alishia tu kutoa tabasamu la aina yake, kisha aliinua remote na kubonyeza. Roda akasema kwamba zawadi yenyewe niliyowaandalia ni hii hapa kwa ajili ya kutuliza akili zenu ndani ya hoteli. Mara baada ya Roda kuwasha TV ile, Eliza na Hamza walijikuta wakitoa macho mara baada ya kusikia miguno ya sauti. Hamza alishia kutoa tabasamu la mchungu na kujiambia, ina maana Roda kaenda mbali mpaka kuomba hoteli imuunganishie channel za watu wazima. Haikuwa ya kushangaza sana hata hivyo. Hoteli za Kijapani, msikilizaji, zilikuwa na huduma hiyo binafsi. Yaani ukitaka kuunganishwa unaunganishiwa. Eliza aliangalia kidogo tu, kisha pale pale akashtuka na kumwangalia Roda akiwa na uso ulioiva.
Liza akasema kwamba Roda, sasa unafanya nini wewe? Hebu zima haraka bwana. Upande wa Hamza alionekana kupenda alichokifanya Roda. Kwa mzinzi kama Hamza kuchukia kuangalia hizo video, wewe haipo. Kwa hiyo alionekana kupenda alichokifanya Roda, na mara baada ya kuona Liza anataka TV zimwe, Hamza akazuia akasema kwamba bwana, haina haja bwana, sisi wote hapa ni watu wazima, tuache tu iendelee kuonyesha. Roda alicheka na kusema kwamba kama ni hivyo, naamini mtaifurahia zawadi yangu, mimi nawaacha. Roda mara baada ya kuongea hivyo aligeuka na kisha akatoka nje ya chumba hicho kwa hatua nyepesi. Hamza alimwangalia Roda aliyekuwa na muonekano wa furaha. Hata hivyo alimfuata nyuma na kisha akamuita. Roda akasema kwamba bro, kuna kitu kingine unahitaji? Aliuliza Roda na kumfanya Hamza kutabasamu kwa midomo. Hamza akasema kwamba ingawa sikukuahidi moja kwa moja ile siku, lakini na kuhakikisha nitalifanyia uchunguzi swala la Afande Musiba na kitengo cha Maribu kuua watu wa familia yenu na kupata maelezo ya kueleweka. Roda mara baada ya kusikia kauli hiyo, mwili wake ulitetemeka kidogo huku akimkodolea Hamza macho. Roda akasema kwamba bro, huna haja kufanya chochote kwa sababu kisasi ni swala binafsi. Hivyo hili usilifanye kuwa wajibu wako. Aliongea Roda akiwa anatabasamu. Hamza akasema kwamba ni jukumu langu pia kwa sababu wewe ni mwanafamilia. Roda akasema ukiendelea kuongea hivyo, nitaweka kila kitu pembeni na kurudi kwenye hicho chumba na kulala wote watatu kwenye kitanda kimoja. Aliongea Roda aliyekuwa akijikaza. Hamza kusikia hivyo hakujua acheke ama alishatu kusema kwamba hebu nenda kwenye chumba chako bwana, kesho asubuhi tutaenda matembezini na kisha tutaanza safari ya kurudi Tanzania. Roda akasema unaonekana kabisa unataka nilale na wewe, lakini kuto kusema tu hunitaki. Jamani, wanaume kwa unafiki. Aliongea Roda huku akimwangalia Hamza kwa muonekano uliojaa hamasa, kisha alitembea kwa madaha na kuzamia kwenye chumba chake. Sasa Hamza aliyeachwa nyuma alishia kumeza mate ya tamaa. Hata hivyo alishia kujiambia kwamba anapaswa kujizuia. Hata hivyo kitendo cha moyo wake kuchochewa na Roda, usiku wake na Eliza ulikuwa ni wa vita kiasi cha kumfanya Liz kutokushindwa kutoka kitandani mpaka siku iliyofuata mchana. Kwa sababu ilikuwa ni siku yao ya mwisho kuendelea kubakia Japani, wote hawakutaka kuendelea kubakia hotelini. Hivyo Hamza na warembo hao walienda matembezini kutalii na walikuja kurudi ikiwa ni usiku tayari. Usiku Reji alipiga simu bwana. Yana Regina wetu jamani, anasalitiwa mpaka basi. Kareji kalipiga simu maskini, na kwa sababu wakati huo Liz alikuwa kioga, Hamza alichukua fursa hiyo na kwenda kukaa kwenye balcony na kupokea. Sauti ya Reji ilionekana kuwa na machungu mara baada ya simu kupokelewa. Habi, naona unakula maisha vya kutosha huko, si ndio? Hamza alitaka kusema ndio lakini kutokana na sauti ya Reji ilivyokuwa alitafuta maneno mengine ya kuongea. Reji anaweza akakueleza 2 kujumlisha 2 au kajibu 4, kumbe anamaanisha 22. Hakuna cha maisha huko bwana, maana nimekumisi sana mke wangu. Hebu toa uongo wako. Tokea jana hujanipigia simu. Inaonekana uwepo wa Eliza huko haunikumbuki kabisa, si ndio? Maneno ya Regina yalikuwa yamejaa uchungu na huzuni. Hamza pale pale alishikwa na wasiwasi mara baada ya kugundua alikuwa amenogewa mpaka amesahau kupiga simu. Wife, kesho mapema nitakuwa nisharudi. Nimeandaa zawadi maalum kwa ajili yako, na ni zawadi ya pekee yako dunia nzima. Hamza alijua mwanamke huyo akisikia zawadi lazima akili yake itabadilika. Hata kama Regina IQ yake ni kubwa, bado alikuwa ni mwanamke. Zawadi gani? Kama ni kitu cha bei ghali haina haja. Aliongea Regina ambaye bado alionekana kutokuwa na furaha. Ni zawadi tu niliyofikiria kwa muda mrefu kukupatia. Utaiona nikishafika nyumbani. Zawadi gani ya siri kiasi hicho? Anyway, ngoja tuone ukirudi. Alafu nina taarifa njema kwako Habi. Vipi? Unataka kuniambia kwamba Fiona ameamka nini? Umejuaje? Aliongea Regina akionekana kuwa na furaha. Najiandaa kwenda hospitalini hapa, ila sasa nimepigiwa simu na kuambia kwamba Fiona ni mzima kabisa na hata baba yake anaonekana kuwa na furaha kubwa. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alishia kushusha pumzi aweni. Kwake ilionekana mbinu zilizokuwemo kwenye FXs zilikuwa na manufaa makubwa mno. Abi, afu Fiona akasema anataka kukushukuru ana kwa ana. Kwa hiyo kesho kisharudi tutaenda pamoja kuonana naye. Baba Fiona pia akaulizia eti unaenda lini kwenye kambi yao? Hamza mara baada ya kusikia hivyo
alishia kukuna kichwa chake tu. Alikuwa ametoa ahadi kwa mzee huyo, lakini mpaka muda huo hakuwa ametimiza bado. Sasa Hamza alijiambia anapaswa kwenda kwa sababu ni jambo alilolitolea ahadi. Hivyo pia safari hiyo itakuwa na manufaa kwake, kwani kuna mbinu ya mafunzo ya silaha alitaka kwenda kujifunza. So siku iliyofuata Liz, Roda na Hamza walianza safari ya kurudi Tanzania. Muda waliofika ilikuwa tayari ni saa 1 za jioni, ilikuwa kama saa 1 hivi, na nyumbani ndio muda wa chakula cha usiku. Hamza mara baada ya kushushwa na taksi aliingia ndani ya nyumba hiyo na kupokelewa na Reji ambaye alikuwa amevalia gauni jepesi rangi ya kaki akiwa amesimama. Sasa kitendo cha kutokumuona Reji kwa siku chache tu, muonekano wa mwanamke huyo ulionekana kubadilika sana. Yaani silika yake iliongezeka, hali ya kujiamini na ukauzu ni kama umeongezeka mara 2 hivi. Pengine ni kwa sababu ya uwezo wake wa kinishati kuongezeka kwa spidi kubwa mno pamoja na kuamka kwa damu yake. Muonekano wake ulibadilika sana na kumfanya aonekane tofauti na wanawake wengine. Mwanamke fulani hivi kama mwenye madaraka makubwa ya hadhi ya kimalkia. Kama sio Reji mwenyewe aliyekuwa ameanza kutabasamu, Hamza kama mume angeona yupo mbali sana kisia na mwanamke huyo. Hamza alijiambia kwa muonekano huo, akiwa kazini lazima wafanyakazi walikuwa wakitetemeka mbele yake. Basi Reji kwa sauti ya chini na upole akasema welcome home. Lakini Reji alishangaa baada ya kuona Hamza alikuwa amesimama tu akimwangalia pasipo kusema chochote na kumfanya aanze kujikagua kama alikuwa na kasoro. Akauliza kwamba Habi, mbona unaniangalia tu hivyo bwana, au mimi sijavaa vizuri leo? Amna, ni kwa siku chache ambazo sijakuona. Mke wangu umebadilika sana. Yaani muonekano wako umeimarika kwa kiasi kikubwa sana mama. Umekuwa ni kama malkia wa Misri ya kale. Aliongea Hamza na kumfanya Reji amwangalie kama vile hamuamini na maneno yake. Umesharukaruka huko na wanawake wawili kwa mpigo, ndio gea yako kunilainisha, si ndio? Usidhani mimi sijui mpango wako. Aliongea Reji na kumfanya Hamza kulazimisha tabasamu. Mke wangu, nilichosema ni kweli. Hebu sogea basi hapa kwanza basi nikubebe kidogo. Hamza alisogea na kisha kumkumbatia mke wake na kumbusu kwenye paji lake la uso, huku akipata burudiko la marashi mazuri yaliokuwa akimtoka Regina. Hamza alijihisi ni kama vile amelishwa kidonge cha kitulizo moyo wake. Kitendo cha kumwangalia Reji tu na kumkumbatia kidogo, alijihisi kana kwamba anaogelea kwenye ulimwengu tofauti na dunia. Chakula kilikuwa cha watu 3 tu, lakini shangazi alikuwa ameandaa chakula kama vile ni cha watu 5. Reji alichukua hadi jukumu la kumnawisha Hamza mikono, tofauti na siku nyingine. Mara baada ya kumaliza kula, Reji alipepesa macho yake kidogo na kisha kauliza kwamba Habi, ni zawadi gani hiyo umeletea? Sasa Hamza alikuwa zake busy akila nyama ya kuku ya kukaanga, na mara baada ya kuulizwa aliishia kupeleka mkono kwenye sura yake na kisha kutoa kiboksi na kukiweka mbele ya Reji. Kisha akasema kwamba fungua uangalie. Aliongea Hamza akiwa na muonekano wa kujivunia. Asa Reji kwa shauku zote alifungua kiboksi kile, lakini nje ya matarajio baada ya kuona pete iliyokuwa ndani. Alishindwa kabisa kuzuia hisia za kutokufurahia. Upande wa Hamza, mara baada ya kuona mwanamke huyo amebadilika, moyo wake ulipiga kite na kuuliza kwamba wife, vipi, hujapenda zawadi? Regina alishia kuinua pete ile kwa kushikilia upande wa madini ya platinum. Ukiachana na sehemu ya kuwekea kidole, juu yake kulikuwa na jiwe la madini la rangi ya kijani. Sasa Reji akauliza kwamba Habi, zawadi gani? Kama ulitaka kunipatia pete almasi, bora ungenunua tu almasi original na si hii ya kijani. Usiniambie ndio pete unayotaka nivae siku ya harusi yetu. Aliongea Reji huku akikosa furaha. Aliona Hamza ni mtu ambaye hajui kabisa kuchagua. Sasa Hamza akasema kwamba wife, hiyo pete si ya almasi na hilo jiwe sio kito pia. Reji akasema kwamba kama si ya madini ni ya kitu gani sasa? Au ni ya malighafi za kutengeneza? Hamza akasema ni pete ya jiwe la kioo lenye mchanganyiko wa elementi mbalimbali. Reji akasema yani unamaanisha kama fuele hivi ama? Hamza akasema hapana. Ni ngumu kuelezea, lakini ndani yake kuna elementi za madini fulani hivi kama copper, aluminium, chuma na madini mengine mengi tu. Aliongea Hamza. Regina mara baada ya kusikia neno aluminium na chuma alitaka kuzimia. Aliona si kwa staili hiyo, hata aziunganishe pete hizo ziwe 10, haziwezi kufikia thamani ya hereni zake masikioni. Sasa Reji akasema kwamba kwa namna hii, sieri tu ungeniletea boksi 2 za donut. Aliongea Reji huko akibetoa midomo. Mwanaume amejua kwamba amejikunja ameleta zawadi ya maana.
Reji anataka zawadi ambayo baadaye anaenda chooni anakunya. Sasa Hamza akasema box 2 za donut. Yaani hamu yako imezidi kuongezeka siku hizi Aliongea Hamza kwa kishangaa. Hata hivyo aliona kwa level aliofikia Reji, hata kama akila sana donut hawezi kuwa mnene. Reji akasema ya kwamba kinachokushangaza nini sasa? Hamza akasema wife, mimi ninachomaanisha ni kwamba ijapokuwa hilo jiwe si madini ya kifahari, lakini la thamani mke wangu. Reji akasema najua pia ni la thamani kwa sababu ndio mara yangu ya kwanza kuona pete iliyopachikwa jiwe ya rangi ya kijani juu yake. Hata hivyo sijali, zawadi tu, hivyo nitapokea. Afu sitoshe ni kutoka kwa mume wangu, hivyo nitakuwa naivaa mara kwa mara. Kwa hadhi yangu hata nikivaa watu wataiona kama ni pete ya thamani kubwa na hawataiona kama pete ya jiwe la rangi. Hamza mara baada ya kusikia pete ya jiwe la rangi alishindwa kujua acheke ama alie, ila alibaki kushindwa kuelewa. Hamza akasema kwamba wife, unajua mimi naona pete kama za almasi na madini mengine ni za kawaida sana na pia zinachosha mkononi. Reji akasema sawa bwana, imetosha sasa kuipamba. Nitachukulia pete hii ya jiwe la rangi kama zawadi ya kipekee. Haya, malizia kule sasa, mimi nataka baada ya hapa twende hospitalini tukamuone Fiona, muda unaruhusu. Upande wa shangazi aliyekuwa pembeni alishia tu kutabasamu na kisha akasema kwamba Regina, usiibeze hiyo zawadi. Lazima Hamza amefikiria mara mbili kabla ya kuipata. Baada ya shangazi kusema hivyo, Reji akasema ya kwamba shangazi, sio kama mimi nimesema na idharau. Si nimesema jamani nitaivaa mara kwa mara ama sijaeleweka? Aliongea Regina huku akijihisi kukosewa. Reji alishia kuangalia pete hiyo huku akijifariji mwenyewe na kujiambia ni nzuri. Hebu kwanza ona uhunzi wa jiwe lenyewe. Limekatwa kwa namna ya kupendeza. Nitachukulia tu kama zawadi ya kipekee kutoka kwa mume wangu. Basi Hamza upande wake alishia kujiongelesha moyoni na kusema ya kwamba aisee, wanawake siku zote wamebarikiwa nywele ndefu lakini maarifa kidogo sana. Hata hivyo hakutaka kujieleza sana na kuonekana anachukiza. Stoshe ni sawa tu. Mradi kama ni kutoa zawadi si ametoa bwana. Mengine atabakia kwa anayepokea zawadi. Basi Hamza akasema tukiachana na mengine mke wangu, hebu niambie umefanikiwa kujua kwa undani mamlaka ya bondeni na vitengo vyote? Reji akasema yani acha tu, kadri ambavyo yani najitahidi kutaka kujua mambo mengi. Yani ndivyo jinsi akili yangu inavyouma kwa kuona mkanganyiko mkubwa wa mambo. Kipindi kile Matias Uji alionekana kujua kila kitu, ila sidhani ilikuwa rahisi kwake. Hamza akasema unamaanisha nini kuongea hivyo, au ni kwa sababu kuna watu ndani ya bondeni ambao hawakubaliani na uongozi wako? Reji akasema sio hivyo, mimi nimegundua tu kuna matawi zaidi ya 17 ndani ya bondeni na kila tawi linadili na kitu chake tofauti na lina intelligence ya kujitegemea. Kila tawi lina kiongozi wake. Licha kwamba Matias aliweza kuunda binamu kwa ajili ya kurahisisha ushirikiano wa kitaarifa, lakini hakuna sheria ya kila tawi kutoa taarifa kwa lazima. Kuna taarifa nyingi zinazoingia kwa kila tawi na zinaweza kuwa za umuhimu kwetu lakini zisiweze kufikia kitengo cha binamu. Hata kama ni zikitumwa ni ngumu mimi mwenyewe kuzisoma zote na kujua zinahusiana na nini. Pia nimekuja kugundua binamu sio njia pekee ya Matias Uji kupata taarifa anazozitaka kwa wakati. Kuna njia yake ya siri aliyokuwa anaitumia na mpaka sasa hivi nimeshindwa kuijua. Nadhani ni mpaka nijipe muda wa kutosha. Hamza mara baada ya kumsikiliza mke wake aliona hilo linawezekana kuwa tatizo kweli. Watu wa bondeni wote walikuwa na mbinu zao za kukusanya taarifa na hazikutumwa kwa njia ya kielektroniki. Matokeo yake inakuwa ni ngumu sana kuzichuja kwa wakati na huishia kutegemea nguvu ya watu. Hivyo pengine taarifa muhimu zinafika lakini watu wa bondeni hawazipi kipaumbele kwa kuona hazina umuhimu wowote mpaka pale itokee mtu anapozihitaji. Basi Hamza Reji akasema kwamba ndio maana nilishindwa kuwasaidia kwa wakati mara baada ya kukutana swala la kushambuliwa na watu wa Hidden Guards, kwa sababu tulikuwa tushachelewa kuchambua taarifa zake, ila zilikuwepo na kama ningezipata mapema ingekuwa ni rahisi kwangu kujiandaa. Hamza akasema usijipe pressure sana wife. Fanya mambo taratibu tu. Utendaji kazi wa kisiwa cha bondeni na vitengo vyao ni wa kuchanganya sana kuliko kuendesha kampuni. Ila nakuaminia mke wangu. Kwa uwezo wako muda si mrefu utakuwa umefanikisha kuunganisha mifumo. Yani kweli nitajitahidi kuelewa vizuri. Regina alikuwa na hamasa kubwa. Siku zote alikuwa na malengo makubwa ya kuongoza na yeye kama kiongozi wa binamu, kujua siri za dunia ni jambo ambalo linamvutia sana.
So mara baada ya chakula walitoka pamoja kuelekea hospitalini. Fiona kama mtu maarufu, swala la kulazwa kwenye chumba chake maalum ama kulazwa kwake lingevuma sana. Hata hivyo, kitendo cha kuwekwa hospitalini kwenye hospitali ya kijeshi kilifanya kuwa ngumu kuripoti swala hilo, kwani usiri mkubwa uliimarishwa. Hata management yake ilitoa taarifa kwamba Fiona amechukua muda wa kupumzika na familia yake, na hivyo kupunguza maneno mengi ya makisio kutoka kwa mashabiki zake. Sasa Hamza na Reg mara baada ya kuingia ndani ya hospitali hiyo walimkuta mzee Kiha amekaa kwenye sofa huku Fiona akiwa kitandani. Kwa muonekano wake ilionyesha hakuwa na hali mbaya. Hata hivyo, muda huo baba na mwana wote walikuwa na muonekano fulani hivi mzito usoni, yani kama vile kuna jambo walikuwa kijadiliana. Sasa mzee Kiha akasema kwamba Mr. Hamza, kumbe umerudi. Aliongea mzee Kiha huku akisimama na kusalimiana na Hamza. Hamza akauliza kwamba vipi hali ya mgonjwa? Mzee akajibu ya kwamba ni kwa jitihada zako tu bwana na dawa uliyompatia. Fiona anaonekana kuwa na maendeleo mazuri kabisa. Basi Fiona pia alimwangalia Hamza kwa muonekano usioelezeka. Kisha akasema kwamba asante sana Hamza, sikutarajia utaalamu wako wa kitiba ni mkubwa kiasi hicho. Basi Fiona mara baada ya kuelezewa story nzima namna alivyookolewa na kifo, alishindwa kuamini kwamba Hamza si tu alikuwa mtaalamu wa mapigano bali vile vile alikuwa daktari bingwa. Mara baada ya kuambiwa pia kwamba Herman alitiwa ulemavu na Hamza na kupoteza uwezo wake wote, ilimfanya Fiona kusisimuka mwili mzima. Alitegemea Hamza angepatwa na matatizo kutoka kwa familia ya Herman, lakini matokeo yake hakuna kilichotokea, jambo lilomfanya azidi kushangaa. Sasa Hamza akasema kwamba nimefanya nilichopaswa kufanya, ila usije kuwa mjinga siku nyingine. Ni rahisi kwako kuchukua maamuzi ya kujiua, lakini kwa watu ambao wanakujali ni mateso. Aliongea Hamza akimwangalia Fiona kwa muonekano wa maana. Fiona mara baada ya kusikia hivyo alishia kumwangalia baba yake kwa muonekano uliojaa hatia. Akasema kwamba haikuwa makusudi, ni kwa sababu chuki yangu ya kutokumtaka Herman ilinifanya nikafikiria ujinga. Mzee akasema kwamba kwa ulichofanya sidhani kama swala la ndoa na Herman linaweza kuendelea, ila wewe ni mwanamke, kwa hiyo ni swala la muda tu utahitaji ndoa, lakini kadri unavyoanika sura yako kwenye vyombo vya habari unajipunguzia bahati. Anaongea mzee Kiha na kisha akaendelea kwa kusema kwamba awamu hii tunarudi wote nyumbani ili ukapumzike na nitaangalia familia nzuri inayoendana na hadhi yako ili uolewe. Baba jamani, sababu mbona umekaa kizamani sana baba? Ni karne ngapi unaongelea kunitafutia kunioa baba? Alafu kuhusu kazi yangu, mimi sidhani kama ni kazi mbaya, au ni wanaume tu ndio wanaonekana kila wanachokifanya ni kizuri na sio sisi wanawake. Mr. Hamza, unamuona kabisa mawazo magumu ya huyu mtoto? Mimi nafanya haya kwa ajili yake, ila yeye anaona mimi ni kama ni mbaguzi. Hebu naomba basi unisaidie kumuelewesha bwana. Anaongea mzee Kiha akimuingiza Hamza kwenye janga lake. Sasa Hamza alishia kuwa katika hali ya kushindwa ajue aongee nini. Hakutaka kujiingiza kwenye ugomvi wao, hivyo alishia kumtupia Regina mpira. Hamza akamuuliza mke wake ya kwamba, "Oya, mke wangu, wewe unasemaje?" Sasa jibu lipi ambalo Reg alitoa tutakutana sehemu inayofuata msikilizaji. Na ila jamani, mimi na wasiwasi na Fiona akawezi kweli kumtunuku Hamza, maana kwa huu msaada huu anyway hatujui, lakini bado Roda naye ni kama anajiandalia mazingira hivi, ila Hamza anajitahidi kumkwepa. Sasa hatujui jibu la shemeji yetu ama wifi yetu ambaye ni Reg atajibu vipi kuhusiana na Fiona kuchaguliwa mume na baba, ama Fiona atafute mwanaume mwenyewe ambaye atampenda. Hamza hataki kabisa kesi za kijinga. Kwa hiyo ngoja tuone naye Reg atasemaje. Mara Reg akatoa kwamba tumwache tu Fiona ajichagulie mwanaume. Alafu mzee akasema haina noma. Alafu Fiona akataka awe mke mdogo kwa Hamza. Lakini sidhani kama Reg atakubali wewe. Anyway, tukutane sehemu inayofuata msikilizaji, kuna bado mengi sana mazuri ya kuendelea kufahamu. Kikubwa ni mama wa Hamza. Mimi na wewe tushamjua mshua wa Hamza, tushamfahamu sana, lakini bado tunataka kuja kuona kama Herman akija kuponeshwa na mzee itakuwaje. Lazima tutarudi kumeki kisasi. Anyway, hatujui. Langu jina Lucas Lumbas. Neema ya Mungu iliyotukutanisha kwenye hii sehemu, basi hiyo kwa mapenzi yake tukutanishe tena sehemu inayofuatia. Bye bye.